Na msalada kabisa mtazamaji popote pale ulipo, karibu tena kwenye mjadala huu ambao tuko nao hapa studioni. Na ikumbuke kwamba wanasiasa tayari wameanza kufanya mikutano ya siasa zaidi ya mwaka mmoja kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027. Na kila msimu wa uchaguzi tunaona wanasiasa wakiwashawishi wale wapiga kura kwa kuwapa kitu kidogo ndiposa waweze kuchaguliwa katika nyadhifa mbalimbali. Na swali ambalo tunauliza siku ya leo pale kwenye mtandao wa kijamii, ni sahihi kwa viongozi ambao wamechaguliwa kuweza kuhudhuria mikutano ya siasa hasa siku ya Jumatatu au weekday? Kwa sababu kila kiongozi ambaye amechaguliwa ana jukumu la kufanya, iwe ni mwakilishi wa wadi, iwe ni mbunge, iwe ni seneta, iwe ni gavana, iwe ni rais, iwe ni seneta na viongozi wengine. Na hilo ndo mjadala ambao tutakuwa tunajadili hapa studioni. Na je, imechangia vipi kuathirika kwa demokrasia taifa hili, na wanasiasa wamechangia namna gani katika kuendeleza taifa hili? Na je, ni madhara yapi ambayo yanatokana na hatua hii ya wananchi kupewa kitu kidogo? Karibuni sana hapa studioni. Tayari wageni wameshafika upande wa kushoto, na pia upande wa kulia kuna wageni ambao wamefika hapa, lakini kila mmoja atakuwa anajitambulisha kwa jina kipindi ambacho atakuwa anatoa hoja. Na ningependa nianze na upande wa kulia, Gilbert Nalwa ambaye ni kiongozi wa vijana. Karibu sana Gilbert Nalwa kwenye studio za TV47. Na ningependa nikuulize swali hili kuhusiana na hatua hii ya kitu kidogo imeathiri namna gani taifa hili na masuala kadha wa kadha. Na ningependa pia nianze na swali hili: je, ni sahihi kwa kiongozi ambaye amechaguliwa kuweza kuhudhuria mkutano wa kisiasa? Naam, asante sana Paul Kirobi kwa kunipatia nafasi hii. Na nichukue nafasi hii kwanza kwa wenzangu na kwako pia niseme Happy New Year, kwa maana ni mara ya kwanza mwaka huu nimeweza kufika katika runinga tena ya TV47 kuweza kujadili masuala ya vijana na mambo ya siasa kwa jumla. Ningependa kwa lile swali ambalo umeuliza, kwa sababu wale viongozi ambao tunawachagua sisi kama wananchi katika taifa la Kenya ni viongozi ambao tunawachagua ndiposa wakaweze kushughulikia masuala yetu kama wananchi. Kwa hivyo tukikuja tuulizane ya kwamba je, ni sahihi viongozi hawa wajihusishe na mambo ya kisiasa? Jibu langu ni wazi ya kwamba ndivyo, ni sahihi, kwa sababu yale mambo ambayo wanashughulikia hata wakiwa kule bunge ama wakiwa kwenye mikutano ya kuangazia masuala ya wananchi ni mambo ambayo, na ukiangalia katika katiba inasema ya kwamba swala la public participation. Kwa hivyo si tu siasa, tunafaa tufike mahali ambapo tunasema je, wanashiriki katika hiyo siasa kwa mwenendo upi? Ni mambo gani ambayo wanakuja kuzungumzia? Lakini kama ni masuala ambayo yanahusisha wananchi, basi ni sawa kwao kuhusika katika mikutano ya kisiasa, kwa sababu yote 9-10 ni kwamba wao ni viongozi wa kisiasa. Lakini kuna kamiti za bunge ambazo mbunge anafaa kushughulikia kwa wakati huo, na pia kando na kuna kubuni sera na kufanya mambo mengine kadha wa kadha. Kwa nini hata kama yeye ni kiongozi wa kisiasa ambaye alichaguliwa? Naam, umesema vizuri, na ndiposa nimesema tuseme kwa mfano kama wabunge wale ambao tumewachagua sisi katika maeneo bunge tofauti tofauti, wana siku ambazo wanastahili kuwa kwenye bunge la kitaifa kushughulikia miswada na kuangazia mijadala ambayo inastahili kuendeza nchi yetu mbele. Lakini ukiangalia mikutano mingi ya wanasiasa hawa huwa inafanyika ile siku ya weekend, tuseme kuanzia Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, ambayo ni jambo ambalo ni la muhimu wao kufanya, kwa sababu mwisho ya yote ni kwamba sisi kama wananchi tutataka tujue hawa viongozi tumewachagua yale masuala ambayo wanaangazia kule bunge kule Nairobi. Kwa mfano mimi natoka katika eneo bunge la Kimilili. Wananchi wa Kimilili kule hawana nafasi yao wote waje katika bunge la kitaifa. Ndio maana wamemchagua mbunge wa kule Didmas Baraza aweze kuingia katika lile bunge la kitaifa. Lakini kando na hiyo, mbunge huyo anastahili kutangamana na wale wapiga kura wake kule nyumbani. Na ndiposa mimi ninakubaliana 100% kwa sababu ya kwamba viongozi hawa kando na
ile jukumu ambayo wako nayo kukaa kwenye kamati mbalimbali, kukaa kwenye bunge, kukaa kwenye zile mikutano kama ni baraza la magavana, wanastahili kufanya mikutano hata mingi zaidi, na si tu ya kwamba ni siasa zile ambazo tumezoea katika nchi yetu ya Kenya, lakini zinafaa ziwe ni siasa zile ambazo zinahusisha wananchi na zinaangazia masuala ambayo yanapeleka taifa la Kenya na wananchi wa taifa la Kenya mbele. Asante sana kwa mchango huo. Wacha nisikilize kutoka kwake Shiko wa Muthoni, kiongozi wa vijana Kiambu. Unakubaliana na kauli yake Gilbert Nalwa? Kwanza niseme asante kwa mwaliko wako. Naam. Na niseme asilimia kubwa kwamba nakubaliana naye. Hawa ni viongozi ambao tumechagua, tukawapeleka pale mbungeni, wakuwe wanatutetea katika sera zetu. Na kitu kingine ningetaka kuongezea chenye amesema, hawa ni viongozi ambao walichaguliwa, asilimia kubwa walichaguliwa katika vyama. So wako ndani ya vyama vyao. Kwa hivyo shughuli yote ambayo inahusisha vyama vyao lazima wakuwe pale ndani. Kama ni shughuli ya vyama ambayo inahitajika kwenda huko kwa mitaa, kuzunguka hapa na pale, kuuza chama chao, wanafaa kuwa pale. Kwa hivyo nakubaliana na yeye kabisa, wanafaa kuwa, lakini lazima wakuwe na mipaka, especially wenye wamechaguliwa. Lazima wakuwe na mipaka wakati wanakapofanya zile siasa, kwa sababu ni viongozi wamechaguliwa. Wasije wakakuwa ni kama wako biased. Lazima wakuwe wanaunganisha kila mtu ambaye mwenye aliwachagua. John Mtotezi, ulikuwa na hoja. Asante. Nadhani kwangu mimi nina maoni tofauti kama ya kwamba viongozi ambao wamechaguliwa, kwangu mimi kama kiongozi wa vijana, sidhani wanafaa kujihusisha na mikutano ya kisiasa. Na nikizingatia hilo, nakumbuka kama jana kulikuwa na mkutano wa chama pale katika State House. Na ukiangalia mambo ambayo yalikuwa yanaongelewa si mambo ambayo sisi kama wananchi tungetaka. Maana kitu ya kwamba mmoja nakumbuka ni rais wetu wa Jamhuri ya Kenya akisema ya kwamba nchi zinazoendelea ni zenye zinaongozwa na dictatorship. Na ni wa viongozi wanajihusisha katika mikutano ya kisiasa. Nikajiuliza, hili linatusaidia aje sisi kama vijana, sisi kama wananchi? Na ukiangalia viongozi ambao hawajihusishi na siasa, ambao wanafanya kazi, maana viongozi wamechaguliwa, umepewa miaka 5. Hiyo wakati umepewa miaka 5 unafaa kuwa ukifanyia watu ambao walikuchagua kazi, wala si kufanya mikutano ya siasa, ya hadhara huko ya siasa. Na ningetaka kwa muda mfupi tu niseme ya kwamba mimi naonelea kwamba viongozi ambao wanachaguliwa wanafaa kujihusisha na mambo tu ambayo ni ya kutekeleza wajibu wao. Ya kwanza ni kujihusisha katika mikutano ya committees, kujihusisha katika mambo na programu ambazo zinawasaidia wananchi. Na ukizingatia hilo, kuna mbunge mmoja najua kama mbunge wa Kiharu, na ninataka ufanye utafiti wako, ambapo kuna watu wengi ambao wanasimama katika maeneo bunge tofauti. Bado ukiangalia Kiharu hakuna siasa za watu wanataka ubunge hadi saizi. Mbona? Maana mbunge aliyechaguliwa katika hile eneo anafanya kazi ambayo alichaguliwa na watu wake. Lakini wabunge wengine ambao walichaguliwa katika hili taifa la Kenya wamejihusisha, wakiongozwa na rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, wanajihusisha katika siasa kutoka siku ya kwanza hadi ya mwisho. Na nikimalizia, kama rais wetu tulimchagua, kama mwezi uliokuwa unafuata alikuwa juu ya gari akizunguka akisema mambo ambayo hayatusaidii. Na ukiangalia rais kama Mwai Kibaki aliyeaga, yeye hakuwaionekana juu ya magari akizunguka akifanya mikutano ya siasa. Alikuwa anaketi chini kwa ofisi anafuatilia mambo, na ndio katika huo muhula wake nchi ya Kenya iliendelea na economy yetu ikapanda na nchi ikajisimamia kwa njia inayofaa. Kwa hivyo mimi naamini ya kwamba kiongozi ambaye amechaguliwa hafai kamwe kujihusisha na mikutano ya kisiasa hadi wakati ambapo siasa zitatangazwa ya kwamba zimefunguliwa.
Asante sana John Mtetezi kwa kauli hiyo. Kennedy Lang'ata alikuwa na jambo, kisha nielekea upande huu. Mimi niko na wazo tofauti na kidogo nitakuwa 50-50 pande huu kwa sababu kuna wale viongozi ambao positions zao ni purely political, kwamba si kujiintroduce. Kwa majina ni Kennedy Lang'ata kutoka Nakuru Town West. Ni kijana mwanabiashara na an upcoming political leader. So maoni yangu ilikuwa kwamba kuna positions ambazo wakati umepewa inafaa mambo yako ya kisiasa inabadilika kidogo. Kwa mfano when you talk about a governor, wakati amechaguliwa kidogo hafai kupiga siasa sana. So naungana na wenzangu kwamba mwanasiasa alichaguliwa kwa sababu ya siasa, na ili aweze kuendelea kuthrive na kukua zaidi lazima apige siasa to some extent. Lakini pia kuna positions ambazo kidogo siasa inafaa kuwa imepungua. Kwa mfano mtu akiwa gavana. So gavana hafai kuwa anazungumza siasa zaidi kama vile mwenzake labda mbunge. Mbunge kazi yake mostly ni kuongea, ni malumbano, ni kutetea serikali ambayo labda iko kwenye kiti, ni labda kupinga serikali ambayo iko kwenye uongozi at that moment. So kulingana na position ile ambayo mtu wako, kuna wale ambao tunaweza tukawakubalia kwamba waweze kupiga siasa. Na saa zingine inakuwa ni kama wakati unachaguliwa kiti fulani, ni kama inakuwa mwisho wako wa kisiasa. Kwa mfano wakati unachaguliwa kuwa gavana kidogo siasa yako inapungua. Kwa mfano gavana Irungu Kang'ata huyu wa Murang'a, wakati alikuwa kidogo katika bunge, alikuwa vocal, anajulikana, anaonekana sana kwa sana. Lakini wakati mtu unakuwa gavana kidogo mambo yako inafaa unapunguza siasa, inakuwa ni kupiga kazi. Kuna positions zingine kama ambassadors pia ambao saa zingine mtu ukipewa position kama hiyo inakuwa ni kama umemalizwa kisiasa. Unaweza ona ni kama umepewa position, umepewa kazi, yes, lakini sasa umerushwa Uruguay kwa mfano. Ni siku gani tutakuona kwenye televisheni? So siasa yako inakuwa ni kama imeisha. So kwa ufupi naweza sema kwamba kuna viongozi ambao tunaweza tukawakubalia kupiga siasa kulingana na positions ambazo wako, kwa sababu positions zao ni za kuuza sera. Ni lazima wazungumze na raia, ni lazima wakutane na raia, ni lazima wasikize kwa sababu wanafanya kazi ya representation. So kazi yao si administration. Gavana anaweza kuwa mostly ni kama ni administration. Yeye hatufanyi representation sana. MCAs watatu represent kwenye assembly. Lakini gavana hatufanyi representation. Yeye harepresent sisi raia wa county yake. So kidogo MCA atakubalika kukuja kwenye ground, asikize tukizungumza, tukiwa na function political, asikie walisema nini, raia walisema nini, na yeye pia labda aweze kutueleza, aweze kutetea labda county government hiyo yao kwamba tumepanga namna hii, wakati labda sisi maoni yetu hatuko tunaelewa ile kitu ambayo wamepanga. Asante sana Kennedy Lang'ata. Boniface Shimwadi, umemsikiliza vizuri hoja ambayo imetolewa hapa. Sijui msimamo wako ni gani? Asante sana kwa kunikaribisha hapa siku ya leo. Mimi ni Shimwati. Msimamo wangu wa siku ya leo, kiongozi aliyechaguliwa kisiasa anakubaliwa kufanya siasa, nampatia 70%. 30% na mnyang'anya. Kwa nini? Sababu siku hizi wameshindwa kutofautisha siku ya kazi na siku ya siasa. Naona utawapata siku ya Jumatatu wameunda mkutano, siku ya Ijumaa wameunda mkutano, na hiyo imefanya paka wamesahau wanaongoza wakina nani. Wanatupea ahadi za utoto, ahadi za zingine ukiona ni porojo tupu, na bado anakuja kuendelea kusimama mbele yenu. Nikisema hivi ni kwa nini? Utapata mwanasiasa labda alisimama akiwaahidi vitu fulani, atatimiza baada ya miaka 5. Kufika paka saa hii ni kila siku unamwona kwa TV anaendelea kutoa ahadi zingine. Sisi ni watu wazima, Wakenya ni watu wana akili timamu. So wanasiasa wameshindwa kutofautisha kati ya siasa na kazi. Sio kila wakati nafaa tupige siasa. Ukiangalia kama hivi majuzi ulisikia mbunge wameshindwa ama ni wao kutaka, wamesahau majukumu yao. Sasa hii wameingia pale kupiga biashara, hakuna mtu anawakilisha mwananchi pale. Sasa hii ni mbunge ama seneta ama nani wanapiga biashara, kila mtu apate pesa mzuri arudi kupatia raia ndo wamchague tena. Sasa hii watu hata sera hawasikizi sana kwa ground, sababu washazoeshwa ile tabia ya pesa. So mwanasiasa anaona hapa ndio nipate pesa, alafu wengi wao wamechaguliwa kwa vyama. Unajua pia chama inapatia mbunge ama nani reducible minimum,
lazima afanye hii kwa ground ionekane ndiye anauza sera ya chama. So inafaa waonekane kila mali, na saa hii wakionekana wako na mileage allowance. Unaona? So wameenda huko kwa nia ya pesa. Siasa wakipiga kila siku ni pesa, wanaunda mfuko yao. Sio kuwakilisha mwananchi. Imekuja hii siasa ya kitu kidogo. Saa hii hata kijana mdogo kusimama siasa imekuwa ngumu. Naona sababu ya nini? Raia wamezoeshwa pesa. Alafu ile wanasiasa wameingiza kichwa wao, bora nikuje na pesa hii nitapata. Bora nikuje na pesa huyu nitapata. Unaona? Sasa hiyo ukiangalia vitu inaendelea nchini. Vijana wengi wanatumiwa. Na ni wanafanya kwa nini? Wako idol. Hawana kitu ya kufanya. Kuna mtu alisema wana idol mine workshop ya devil, si ndio? Na inafanyika sasa hii tunaona. Vitu zinafanyika za ajabu kisiasa. Sasa hii siasa imeenda imechukua mkondo tofauti kabisa na siasa vile inafaa. Ukiangalia vile siasa inapigwa Kenya, sijui uchaguzi utakuwaje, lakini nahofia sana. Uko na hofu? Nahofia sana. Nyambura. Asante kwa kunipea fursa hii. Naam. Jina ni Nyambura from Nyandarua County. Mimi kabisa nakataana na viongozi kujihusisha kwa masuala ya kisiasa, kwa sababu let's be realistic kidogo. Mtu anakuja anatupea manifesto, tukishamchagua kwa ballot, the next month amesha tokea kwa barabara, ameshaanza kupiga siasa. So mi nauliza aje, hata nataka kuuliza dadangu hapa Shiko amesema wanafaa kwenda kufanyia chama chao campaign. But swali langu ni, umetupea manifesto, umekuja tukakuchagua, masaa ya kutimiza kenye uliahidi wananchi utapata wapi? Whereas wakati mwingi una spend siku mingi kwa wiki ukienda kwa kupiga siasa. And of course hapo ndio unapata mpaka ukiangalia budget yetu, like now the recurrent expenditure ya State House, unapata the first 6 months State House imeshatumia asilimia ya 99.7% ya recurrent expenditure, kwa sababu hawa viongozi wakitoka State House kwenda kwa mwananchi kwenda kupiga siasa hawatembei mikono tupu. Hapo ndio handouts zinakujia, wanapea wananchi kitu kidogo, vijana wanapangwa line, wamama wanapangwa line, wanapewa kitu kidogo. So unapata tuna normalize hizi handouts in the name of kupiga siasa, kupigia chama chao siasa at the expense of sectors kama ya education, kama health sector yetu sahi it's crumbling. So we are normalizing handouts in the name of kupiga siasa. Na hapo ndio unapata kama sahi tukiangalia wanafunzi wenye wanafaa kujoin grade 10. Report yenye ilitolewa last week ilikuwa around 800,000 students hawakuwa wamejoin grade 10. Na unapata pia wenye wamesha join hawana resources. Walimu wanateta hawana vitabu. Lakini unapata education sector haina pesa, lakini State House budget within the first 6 months wako na pesa. Na hiyo pesa inatumika wapi? Kuzunguka kwenda kuuza. Hakuna sera wanauza, ni siasa inapigwa. So mimi nasema kiongozi akichaguliwa, hatukatai wewe ni mwanasiasa, lakini hata kama unazunguka ukipiga siasa, I think ile wakati mkubwa unafaa kutumika ukiwa kwa committees. Hapo ndio utajulia watu wa eneo lenye ulichaguliwa wanahitaji nini. So mimi nakataana kabisa na viongozi kujihusisha na siasa. Make Chesa, umesikiliza vizuri Nyambura akizungumzia hilo swala na kitu kidogo. Wakati ambapo wanajitosa kwenye mikutano ya siasa ndio wanatoa kitu kidogo. Asante sana. Kwa majina naitwa Make Chesa, Speaker wa Bunge la Mwananchi, National Bunge la Mwananchi. Tumi ndasema na agree na kuna asilimia fulani ya au viongozi lazima wakuwe involved kwa siasa. But I like kuweka tofauti katikati ya civil servant na an elected leader. Elected, most of them utapata ni kama huyo MCA, MP, women rep, senator na governor na hata actually president. But minister na principal secretary, those are civil servants. They are appointed. But here MCA, they are elective posts. Unaenda unauza sera. So 90% ya hiyo party ya MCA, MP, senator, most of them are interactive posts. Lazima ukuwe na uhusiano na wananchi continuously. Lakini Nyambura amesema tayari uko na manifesto ambayo ilitolea watu, mbona usiwajibu? Unajua ukiwa MP kazi yako ni kurepresent. But ukiwa governor na president kazi yako ni kumanage na kuimplement. There's a difference between being an MP and a governor.
and a president. A president purely you implement the manifesto. Lakini kwa MP, MCA na hao senator au ni representation. So representation inakuja na continuous interaction na wananchi. I admire mheshimiwa Ndindi Nyoro. Yeye amekuwa akifanya siasa, but siasa yake ni tofauti. Yake iko purely directed na civic education. So akisimama pale anaongea mambo ya finance, utapata anaeleza watu concerning education na vile inafaa. But kuna siasa ile yenye nakujanga na manipulation na operation. So wangwana kama hao wenye wako hii mara wanasema two term nini ama one term, most of them utapata ni manipulation. Hawamesahau kwamba wanafaa kwenda kurepresent with the right. Unajua vile amesema education sector yetu sasa ina struggle sana, not because hakuna pesa, but pesa inatumika vibaya. And by the way amesema kwamba allocation ya State House walikuwa wamepatiwa budget ya a whole financial year 8.9 billion. Within 3 months washamaliza 50% yake. Unaona ni sababu gani? Hiyo siasa yenye inakuja na manipulation na exploitation. Kila saa ameita like juzi. Jana alichukua chama yote ya UDA ameipeleka pale State House. State House, that is a national asset yenye tuna expect kwamba ukikaa pale ndani decision nyingi 99% zinafaa kuwa kwa kuhudumia wananchi. But si mambo ya vyama. Ako na ofisi kubwa pale along Ngong Road ya UDA. Apeleke huko ama apeleke Kasarani. But State House ni purely implementation. But for an MP, MCA, ndaagree kidogo, 70% it is an interactive post. Lazima kuwa na uhusiano na wananchi. Wakienda pale in policy making ama wakaa kwa committee, wana make decisions, informed decisions zenye wananchi wanawaeleza. But governor na president, implementation, that is a management post. Lazima uimplement manifesto yenye ulipromise wananchi, but MP it is more of a civic. Problem yetu kubwa sana sisi wa Afrika na sana Kenya ni vile tumedefine politics yetu. Politics yetu imekuwa cultured na a lot of exploitation na misuse na manipulation. So tukichange hiyo culture tutaendelea, but abroad politics bado inaendeleanga. Utaona watu kama US na UK, utaona viongozi wao bado wanafanya siasa, but siasa yao ni tofauti na yetu. Yao iko more na civic education. Unakaa na wananchi, unawaeleza njia kwamba hii law tumeiweka hivi ndio iwasaidie hivi. There is nothing wrong. And the best example ni chenye Ndindi Nyoro anafanya Kiharu. Yes. Kuna swala ambalo Nyambura ameibua pale kuhusiana na kitu kidogo. Na ningependa pia kusikiliza kauli yako kabla sijaelekea kwa wakili hapa. Is it a Christmas day for kila mwananchi ambaye anahudhuria mkutano ya siasa apewe kitu kidogo? I'll say this, and nimesema kwamba historia ya siasa yetu ndio mbaya. When you take nearly 70% of so ni shida ya mwananchi ama ni ya kiongozi? Si shida ya mwananchi, ni shida ya viongozi. Andaza inasema ukichukua asilimia nyingi ya pesa yenye umecollect kama serikali, bala ufanye kazi unaihold kumanipulate. Unajua kuna kitu yenye kuna statement ilisemwa juzi kwamba 150 people ndo wana control 90% ya wealth ya Kenya. 150. Aya, middle class yetu Kenya, wale watu wenye wana earn more than 100,000 ni 500,000 peke yake, out of how many? 50 million. So mimi ndakuuliza, ukienda China population ya Kenya iko less than middle class ya huko. Which means middle class ya huko iko juu sana kuliko yetu. Kumaanisha wakikuja Kenya wameoccupy everywhere. Tulikuwa nafanya analysis juzi hapa Nairobi. Nairobi iko na population ya watu around 6 million to 7 million hapo. Ile population inaishi between Muthaiga tumbaka hapa Runda, tulikuwa hapa pia Kiambu, yote ni only 2,000 out of 6 million. Na wengine wote wako nje ya Kileleshwa na hizo Karen. So what does it tell you? Kwamba the system imefanya watu wakakuwa watumwa kwa nchi yao. So hawa wananchi mimi siwezi walaumu, sababu ukimletea 1,000 ana have to choose between surviving na kukataa hii pesa. Wewe ukiwekwa kwa jangwa, umepelekwa kwa desert, na hiyo desert mwenye anakuletea maji ukunywe ni adui yako. Utamchukia utakataa maji juu ni adui yako. Utakunywa lakini unakumbuka ni adui yako. So mimi I agree kidogo na mwanasiasa huyu mwenye anaitwa Rigathi Gachagua. Alisema kwamba hawa wanasiasa wakakuja na pesa, mjue ni pesa yetu. Chukua pesa, lakini ikifika wakati wa kupiga kura, pigia kura mwenye anayefaa. So to me siwezi laumu wananchi sababu wamewekwa in a system that hawana choice. A poor person mwenye ana alternative. Mwenye ana alternative. If you are at least privileged, ni mtu mwenye ako na alternative, you can choose. But hawa watu hawana choice.
Mtu mwenye anaishi from hand to mouth, umemletea 1,000 na hiyo 1,000 ni ile ushuru unamtoza. Atafanya nini? Atakataa pesa. Chukua pesa, but ikifika kwa debe, vote for the right person. Tumie siwezi walaumu wananchi. Wakili Wakio. Asante sana. Naam. Ningetaka kuongeza mahali ambapo kiongozi amesema. Lakini nina swali. Hizi pesa ambazo kiongozi Rigathi Gachagua anasema mkiletewa mchukue ni pesa gani? Kwa sababu hakuna vile, ukiangalia sheria za Kenya, tuseme ni mbunge. Wewe ni mbunge, uko na NGCDF yako ambayo inafaa kutekeleza majukumu fulani kwako kama mbunge kwa manufaa ya mwananchi. Nikichukua hiyo pesa, kama mimi ninayewania kiti cha ubunge Gishugu, kama mbunge wao tuseme, nichukue hiyo pesa niende niwapatie handouts, niende nitoe harambee, niende nilipie hata mgonjwa hospitali. Unajua ya kwamba ukiangalia sheria za Kenya, hiyo ni kutumia resources za mwananchi vibaya. Lakini wananchi, na sana sana tunafaa tufanye civic education. Mimi naweza sema millennials na Gen Zs ambao tunawania viti, to dedicate hii time, kwa sababu sisi hatuna pesa ya kupatia wananchi, kuwafundisha sheria. Na mimi kama wakili Wakio nimejitolea sana kufanya hiyo kazi, kwa sababu ile wakati ambao mwananchi ataelewa kazi ya mjumbe wake ni gani, pesa yenye mjumbe wake ako nayo ni gani, kama ni wania kiti ama mwakilishi like the women rep, amekuja amewaletea hema, nyinyi mnaona ni yeye ameleta kama mwenyewe. Sasa kama kwetu Gachiri, mnaona ni Gachiri ameleta, lakini ukiangalia kwa sheria zetu, haya ni mambo mmoja ya yale ambayo anafaa kufanya kama women rep. Kwa hivyo sasa sheria za Kenya ni mingi sana. Tuko na Campaign Financing Act ya 2013 ambayo umeoneshana jinsi ambavyo mtu anafaa kutumia pesa kwa kufanya campaigns. Tuko na sheria kama electoral laws za Kenya. Tuko na sheria ambazo zinasimama kinyume na voter bribery. Lakini sasa tena pia ujiulize tofauti ya kufanya siasa na tofauti ya representation ni gani? Kwa sababu hiyo kwenda kwa wananchi kuongea, kurusha maneno, kukriticize, kutetea chama chako, I think sheria za Kenya zinafaa zifike mahali zilete clear definitions, kwa sababu hizi gray areas ambazo tuko nazo ndo zinafanya mwanasiasa anaweza fanya chochote. Kama sasa tumekuwa kwa siasa, tumekuwa tukienda kwa wananchi. Kwa mimi kama mimi nilianza siasa zangu mwaka uliopita, na kama sheria ya Kenya ingefuatwa, ile ambayo nafanya inafaa ikuwe illegal campaigning, kwa sababu the campaign period inafaa ifunguliwe officially. Kwa hivyo sasa kuna kazi nyingi sana, na ningetaka sana kuongelesha wabunge wajaribu waketi chini na amend electoral laws za Kenya ili kuaddress mambo kama hii ya campaign financing. Lakini pia naona hizi sheria hii tradition ambayo imetengenezwa na wanasiasa imetengenezwa on purpose. They are trying to make elections za Kenya zikuwe very expensive. Ili kijana kama mimi ama Nyambura ambao tunataka kuleta mageuzi ya kweli na mageuzi sustainable, tushindwe kuingia katika ulingo wa kisiasa. Kwa sababu sasa kama mimi jana nilikuwa Gishugu. Na nilikuwa Gishugu, nimeenda attend mazishi ya kigogo mmoja mkongwe ambaye alifariki, na Mungu alaze roho yake mahali pema peponi. Unapata ya kwamba wananchi ndio wanataka kunisikiza, na naweza sema sasa kwanza kwetu Gishugu wananchi wameanza kufunguka macho na hawaitishi mbunge wake kitu kidogo. Unapata sana wanakuuliza maswali, na sasa juu unataka kiti, ni nini unanifanyia? Unataka kutufanyia nini? Lakini ukosi bado ile character, especially Gen Zs, wale tunaita jeshi, wanataka pesa. Sawa, wale wako na pesa, unakuja kwa mkutano, unasimama, unapewa microphone, unasema mimi naitwa Farida, nasimama kiti ya MP Gishugu, na nimelipa gari la mazishi, nimelipa gari ya wazee, nimelipa gari ya majenzi, endeni muendee mwili, na nimetoa 10,000 na nimepatia kila mchungaji 1,000 Hakuna kuuza sera. Lakini mimi sababu sina hiyo pesa, tena nimenyenyekea nianze kuwapatia story. Niwaambie oneni mabarabara. Kuna hii mshipi ya Gishugu ambayo ingefaa kuwa imeshatengenezwa na tumefanya public participation, imeshaachiliwa resources. Unaona, sasa hiyo ni tofauti. Sisi wenye hatuna pesa ndio tunauza sera. Walio na pesa wanapeana tu pesa. Kwa hivyo sasa mimi naona ni a systemic issue, na naona imetengenezwa hivyo on purpose ili Wanjiko asipate kiongozi anayestahili na kiongozi ambaye atasimamia masuala ambayo yanamhusu. Lakini mwananchi anapochukua hiyo pesa kumaanisha yeye ndiye anaendeleza hiyo culture.
Mwananchi ni yeye anaendeleza hiyo culture, lakini sasa tena kuna pia wakati mwingine natakanga kuelewa mwananchi pia na kufikiria kama Wanjiko. Kama mahali Kirinyaga panaitwa Murindoko Ward ni settlement scheme. Na nilikuwa nimebebwa na bodaboda siku moja na mtu amenibeba. Nikamuuliza, na huku kwenu bado mnachaguanga wabunge? Unajua aliniambia nini? Aliniambia sisi kura zetu ni kuuza, tunauza. Wewe kuja na unachonipatia. Na the unfortunate thing, ule ambaye ameketia kalia hicho kiti saa hizi, sitamtaja jina, jua hata sijui jina lake, walikuwa wanamuita wa viberiti. Kwa sababu alikuwa kijana mdogo ambaye hana pesa. Na yeye kwa kampeni yake alitembea akipatia watu viberiti. Na unaweza fikiria kwamba huyu ambaye amekuja akiwa amenyenyekea kwetu sababu hana kitu, ni kumaanisha akiingia kule bunge ataangalia masuala yetu. Lakini sijui wakiingia bunge, hata bunge ile ya county government, sijui ni nini inawatendekea, wanabadilika. Kwa hivyo mwananchi anaona nisipochukua hii pesa, pengine hii ndio the only opportunity niko nayo ya kusaidika kutoka kwa uchaguzi wa huyu mtu. Akitoka hapo asikopatia hiyo 500, sio barabara atakutengenezea, sio kukutetea atakutetea. Kama wetu Bwana Gishimu ni wakili, ako bunge, na kwa hizo terms 2 ambazo tumemchagua, kusema ukweli hajaileta hata sheria moja bunge. And that one I can say with a lot of confidence. Kwa hivyo sasa wakati mwingine Wanjiko anaona, wacha nichukue hii ambacho naona kuliko hii ambayo wameniambililia, hii yenye Nyambura anasema ya manifesto. Manifesto iko, na pia mimi nina manifesto yangu, lakini unapata hata hiyo manifesto akiingia kwa kiti hata hautaisikia tena. Naam. Shikilia hapo, nitakuwa narejea na hilo swali, lakini kwa sasa mtazamaji, acha tuvuke maeneo ya Nyahururu. Tuungane naye Laban Muhinda. Laban Muhinda, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, wakazi wa Nyahururu wanasema nini kuhusiana na mjadala huu hapa studioni? Naam, Kirobi, shukran sana, na tukizidi kuhusisha wananchi katika mjadala wa siku ya leo. Vile hapa ninao wananchi wa mji huu wa Nyahururu ambao ningependa kusikia maoni yao ni ipi kuhusiana na siasa za kitu kidogo. Karibu tu ndani ya TV47. Ukianza kwa majina utatazama kule, tueleze wewe kama mkazi wa mji wa Nyahururu unahisi ni kwa nini wanasiasa wengi katika mikutano yao huwa wanatoa kitu kidogo? Kuna jambo moja, mimi kama Simon Mwangi, wanasiasa wamezoea sana kutoa kitu kidogo, na hiyo kitu kidogo, hiyo ni kitu kimoja ambacho kinaitwa, hiyo ndio ni corruption. Kwa wanatoa kitu kidogo sababu wao huwa ni corrupt. Wanatoa hiyo pesa ama kitu kidogo hiyo ili kumdanganya mwananchi. Sasa hata ukimchagua atakuwa akijidai ati yeye aninunua uongozi. Sio nyinyi mlifanya apita, ni pesa yake. Hiyo ndio sababu ya wao kutoa kitu kidogo. Na tunaona siku za wiki kama Jumatatu, Jumanne, japo ni siku za kazi, wananchi wengi hujitokeza katika hizi mikutano. Unahisi kuwa hiyo inaashiria kuwa hakuna nafasi za kazi, ndio maana watu wengi wako idle? Hiyo ni jambo moja. Ukosefu wa kazi umekuwa mwingi sana hapa Kenya. Kwa sababu vijana wanasoma lakini kazi hakuna. Vijana wako na barua, wengine ni madaktari hawajapata kazi. Wengine wanaweza fanya kazi hata kwa makarani, lakini hawana kazi. Walisoma lakini kazi hakuna. Kwa hivyo sasa akisikia mahali mwenye siasa hako, lazima akimbilie ili apate angalau ya kununua mboga. Yes. Asante sana. Na wewe bwana, ukikaribia tu hapa, maoni yako, tumeona Bwana Barikiwa akisema kuwa ukosefu wa ajira uchangia watu wengi kuhudhuria mikutano hii ya siasa. Kwa maoni yako, nahisi kuwa jambo hilo ni kweli? Naam, kwa majina naitwa mchungaji Paul Kehera kutoka hapa Nyahururu, na kabisa hilo jambo ni la ukweli, na ndiposa unapata wakati mwingine wanasiasa wanapohudhuria mahali, kwa sababu hakuna kazi, vijana wamekosa ajira, na pia watu wengi wametupa tumaini. Ndiposa unapata wanasiasa aidha ni Jumatatu aidha ni Jumanne, wakati wamefika mahali unapata vijana wamekuwa pale na wakitumainia ya kwamba wataweza kupata kitu kidogo. Na ndiposa mwanasiasa akienda mahali akose kutoa kitu kidogo, unasikia wananchi wanaanza kulalamika, kwa sababu wale watu walikuwa wametarajia labda watapewa 100, wengine watapewa 200. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba Kenya katika ajira hatuna ajira kabisa. Naam. Kwa hivyo wewe kama mchungaji unahisi tatizo liko wapi? Liko kwa wanasiasa ama liko kwa wananchi? Naam, katika tatizo ambalo liko ni katika uongozi. Maana viongozi tunapowachagua ni lazima waajibike ya kwamba wakati wameenda pale wanatunga sheria,
katika uongozi, wanaleta uongozi bora ili kazi inapatikana, kwa sababu ukiwa kiongozi uwezi kuja kutuambia kwamba ni kubaya. Wewe tumekutuma kama mfano, kama ni mbunge uende utengeneze sheria na kana kwamba ili sheria ambayo umetunga zikuwe sheria ambayo ni mzuri, alafu baada ya hapo tunapata kazi na economy wakati imekuwa, vijana wanapata kazi, tunapata watu wengi wamepata kazi, hata zile mikutano, hata zile watu wakutokelezea wakati wa Jumatatu ama wakati wa kazi hakutapatikana. Kwa hivyo iwapo wananchi watakosa kuhudhuria mikutano kama hizi za kisiasa, unahisi kuwa mikutano au mambo na siasa itapungua humu nchini? Naam, kwa sababu sisi sote tukiwa tuko kazi, vijana wako kazi, wazee wako kazi, wamama wako kazi, utapata zile mikutano ya wanasiasa haitapata watu. Na kwa sababu wanasiasa wanataka wakati mwingine atumie vijana vibaya, ndipo unapata kunakuwa na upungufu wa kazi, ili wakitana mikutano yao watu wanaweza kwenda mahala pale. Kwa hivyo suluhu ya mambo haya ya siasa za kitu kidogo ni gani? Suluhu ya zile mikutano ya ama siasa za kitu kidogo ni lazima viongozi na wananchi wajua ya kwamba wakati tumechagua viongozi, usichagua ni tu ya kwamba umetupa kura pale, umechagua kiongozi kwa sababu tu ati unawajibika kuchagua kura. Lazima ujue kiongozi ambaye unamchagua ameenda pale kufanya kazi, na lazima afanye uwajibikaji ambayo ama ile kazi, utenda kazi wake ni shwari, imaanisha ya kwamba ameenda pale kutuletea mambo mazuri. Na Kirobi, kama vile ambavyo umesikia, hayo tu ni maoni ya wenyeji kutoka mji huu wa Nyahururu wakichangia ama wakitoa hisia zao kuhusiana na siasa za kitu kidogo, wengi wakisema kuwa jambo hilo linaashiria kuwa nafasi za ajira humu nchini ni chache mno, ndiposa hata siku za wiki wananchi wengi hujiunga katika mikutano ya kisiasa. Kutoka kwangu mie Laban Muhinda nikiwa hapa mjini Nyahururu, huku ni kaunti ya Laikipia, sina la kuongezea, kuregesha usukani kwako Kirobi. Naam, asante sana Laban Muhinda ukiwa maeneo ya Nyahururu katika kaunti ya Laikipia. Bila shaka nimesikiliza hisia kinsani kutoka kwa mmoja wa mwananchi pale akisema kwamba wananchi pia wanachangia katika swala hili. Hebu tuvuke maeneo ya Pokot Magharibi, tuungane naye Andu Juma pia tusikilize wakazi wa Pokot wanasema nini kuhusiana na siasa za kitu kidogo. Andu Juma. Shukran. Kutoka mji wa Kapenguria katika kaunti ya Pokot Magharibi, tunapozungumzia mjadala wa siasa za kitu kidogo, hebu pia tuweze kusikia kauli za wakazi wa kaunti hii wanazungumziaje kuhusiana na siasa hizo. Majina ni Ngolepus Kipto kutoka West Pokot County, na leo tukiongelea siasa ya kitu kidogo, tumeweza kuona viongozi wetu wengi, kwanza hawa MCS, wakiweza kuabscond their very critical duty ya kukua pale kwenye bunge kupitisha hoja muhimu ambazo zinahusu wananchi wetu, na wao ilali wao wanatoka na kwenda pale kwenye mikutano ambayo gavana ama rais amekuja kuhudhuria. Na hii imetuweka katika hali mbaya kama jamii, kwa sababu hadi sisi ambao tunafanya kazi katika mashirika tumeweza kuona kwamba hawa MCS ndio wapitishe hoja muhimu ambayo inahusiana maybe na watoto wa kike, inahusiana na kazi kwa vijana, inahusiana na bajeti ambayo ni ya muhimu kwenye kaunti yetu ya West Pokot, inahusiana na kujenga barabara, kujenga hospitali. Tumeweza kuona wao wakituulizia kitu kidogo ili waweze kuhakikisha wanaipitisha hoja ambazo ni za muhimu sana katika community yetu. Then tumeweza kuona pia kama wananchi hatujaachwa nyuma. Tumeweza kuona wananchi wengi wakikuja kwa zile mikutano yoyote ile ambayo inahusika na pesa, utaweza kuona wananchi wamejaa hapo kwa wingi. Lakini kukiwa tu ni mkutano ambayo ni ya kupeana sera, ama kama kiongozi anakuja kueleza wanajamii ama kuuliza wanajamii ni vipi tutawaongoza, tumeweza kuona ikuwa hakuna pesa, tumeweza kuona imekuwa ni attendance imekuwa iko chini. Na hii ni jambo ambalo pia sisi kama wananchi tunasema a nation of sheep begets leadership of wolves. Sisi tukiendelea kuishi katika hali kama hii kama community, basi viongozi wetu hawezi tuchukua katika na ule uzito fulani, kwa sababu watakuwa wanajua tu mimi nikishafika kwa huu mkutano na niongee kenye nitaongea, hata kama si kitu ya muhimu, bora nimepatia shilingi 100, shilingi 50, basi
waizi kuwa na shida kwangu. So tunafaa kama wananchi tuweze kuona na tujiongoze kwa njia ambayo inafaa, tuweze kukua na ile dhana na ile tabia ambayo si tu sasa ni mambo na kitu kidogo. Ikuwe ni tukienda kwenye mkutano tunauliza swali muhimu, tunaenda pale kuhakikisha tunawaambia viongozi wetu vitu ambazo zinatuhusu. I'm Benjamin Patei. Ningependa kupinga mambo na siasa ya kila siku, kila mara. Ni vizuri kuhakikisha kwamba ni kufanya kazi bila malipo kidogo kidogo. Kama wakubwa wetu, ningependa pia mkuwe concern na mambo na maendeleo ili tuweze kufika hatua ya kuendelea mbele, na pia kuhakikisha vijana wanafanya kazi vizuri ili kuwafanya Kenya yetu iende mbele. Ni baadhi ya kauli au maoni ya wakazi hapa na kutoka mji wa Kapenguria. Jina langu ni Andrew Juma na kwako studio. Na asante sana Andrew Juma ukiwa maeneo ya Pokot Magharibi kwa kuwahusisha wananchi katika mada hii komavu hapa studioni. Na rejea kwako John Mtetezi, ulikuwa na swali ambalo ulikuwa ungependa kujibu. Nilikuwa nataka ya kwamba niulize ndugu zangu na dada zangu ambao wanakubaliana ya kwamba viongozi wanafaa kuhudhuria mikutano ya kisiasa, na wakasema ya kwamba watu kama viongozi kama wa MCAs na MPs wana ruhusa ya kuzunguka huku kwa katika mikutano ya siasa, ambalo nilikuwa niwaulize ya kwamba sisi kama wananchi tulikuchagua ukatuwakilishe, naam, lakini huwezi kuwakilisha wananchi kwa wananchi. Unawakilisha wananchi kwa bunge ama kwa ofisi ambayo ulichagua ukawakilishe. Kwa hivyo unapokuja kutuwakilisha kwetu, halina maana kamwe. Wale ambao viongozi nakubaliana wanafaa kuja kwa wananchi ni wale viongozi ambao wako katika upinzani. Wakati ambapo sera zao hazisikizwi katika bunge, wana ruhusa ya kuja kuwashtaki ama kushtaki serikali kwa wananchi, ili serikali ijue ya kwamba mimi kama kiongozi wenu nilienda bunge, lakini nimejaribu kupeleka hoja yenu isikizwe, haikusikizwa. Huyo ndiye ana nafasi ya kukuja kufanya siasa, maana anakuja, huyo ndio kuwakilisha, maana amekuja kuripoti kusema ya kwamba mlinituma, lakini yes, hakuna kitu inafanyika juu hii na hili haliwezekani. Lakini huwezi kuja, unakuja tulikuchagua ukatuwakilishe, alafu badala utuwakilishe unakuja kutuambia kusifu serikali ambayo haijatufanyia kazi. Nikienda kwa siasa za kitu kidogo, niseme hivi, mimi nishaihusika katika mambo yote mawili, siasa za kitu kidogo na siasa ambazo si za kitu kidogo. Na manake mimi najua kuleta vijana pamoja. Yule kiongozi ambaye anafanya kazi yake, ambaye anatekeleza wajibu wake, huwa hahitaji pesa kamwe ya kuleta watu pamoja. Ama akifanya mkutano wa hadhara, hahitaji kupea wananchi pesa, maana wananchi wanaona kile ambacho wameletewa. Wale wanasiasa ambao hupeana kitu kidogo ni wanasiasa ambao hawafanyi kazi ambayo walichaguliwa kufanya, na wanahusika ili kujipendekeza kwa wananchi. Na nitarudia tena niseme ya kwamba mfano mwema ni rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, ambaye yeye kazi yake ni kupeana hongo hapa na pale kwa wananchi ili wamsikize. Na mimi ninatoka katika Mlima Kenya, na wakati rais anapokuja pesa tunapata vizuri, maana sisi anajua anakuja kutudanganya, so unalipwa ndio hudhuria huo mkutano. Lakini ukiangalia marais ambao wamekuwa hapo mbeleni, kama Rais Mwai Kibaki angekuja, hamkuhitaji kuitwa mpewe pesa, ungesikia rais anakuja unakimbia mahali pale. Lakini kama rais ama kiongozi yote afanyi kazi, lazima alipe wananchi ili wamsikize. Na mwisho, mambo ya kitu kidogo inaweza kuisha kama ya kwamba sisi kama wananchi tutakubali kuhold our leaders into account.
maana pesa ambazo wananchi tunapewa kama kitu kidogo ni pesa ambazo zingetumika kutujengea barabara, ni pesa ambazo zingetumika kupeleka watoto wetu shule, ni pesa ambazo zingetumika kupea wananchi maji na dawa. Kwa mfano, kaunti nyingi katika wakati huu, kwa mfano kaunti juzi tulisikia gavana wa Murang'a akisema ya kwamba serikali ina deni ya kaunti ya Murang'a ya shilingi milioni 4 ya SHA. Lakini rais alipokuwa pale Sagana State Lodge, alikuwa na wananchi zaidi ya 14,000. Kila mwananchi ambaye alikuwa pale alipewa 5,000 na nina ushahidi wa hilo jambo. 5,000 ukipiga mara na 15,000 watu ambao walipewa kila mtu 5,500 inakuja karibu milioni 70 na kitu. Hiyo pesa kama ingetumika kulipa deni ambayo serikali haijalipa kaunti zenye ambazo zimepea wananchi huduma ya SHA, hatungekuwa mahali tulipo saizi. Hizo pesa kama zingeelekezwa katika elimu, hatungekuwa mahali tulipo saizi. Kwa hivyo nasema viongozi ambao wanapea wananchi kitu kidogo ni viongozi ambao wafanyi kazi, na kazi yenye wanafanya ni siasa. Ni kazi ya siasa. Lazima tukubaliane, tuachane na siasa, watu wafanye kazi. Ikifika mwaka wa 2027 kujeni sasa mfanye siasa. Lakini kwa sasa tuliwachagua, tukawapea muda mfanye kazi, tufanyieni kazi. Wacheni kuja kutupea kitu kidogo, wacheni kushinda juu ya magari, rudini kwa ofisi, mfanye kazi. Sisi tutasahihisha hiyo kazi, tujue kama tutawapea muda mwingine ama hatutawapea. Asante. Asante sana kwa kauli hiyo komavu. Acha nisikilize Gilbert Nalwa. Nchi ambayo wanasiasa wananunua nafasi ya uongozi itaathiri namna gani mikakati pamoja na sera na taasisi ambazo wanafaa kusimamia? Asante sana Paul Kirobi, na nimewasikiza wenzangu wakizungumza, na ndugu yangu ningependa nikubaliane na wewe ile tu mahali ambapo umeelekea kumaliza na ukasema ya kwamba sisi kama wananchi ndio tutaweza kubadilisha taifa la Kenya kama tutaamua to hold our leaders to account. Niruhusu niseme hivi Paul Kirobi, sisi kama wananchi wa taifa la Kenya hatuelewi ya kwamba there is a very big difference kati ya wanasiasa, viongozi na wananchi. There is a very big difference and a very big gap. Yenye sisi kama wananchi nafikiri ni ile state yenye niseme kwa Kiingereza a desperate state, yenye wananchi wa Kenya wamefika mpaka hawataki kufikiria huyu kiongozi wa kisiasa ako katika nafasi gani na mimi kama mwananchi wa kawaida niko katika nafasi gani. Na nipeane mfano. Kwa mfano tuseme mtu kama mbunge, ukiangalia salary ya member of parliament tuseme ni around close to 1 million, tuseme hivyo. Lakini huyu mbunge atafanya mkutano, aite watu, tuseme watu 500, afanye mkutano na watu 500, awapatie kila mtu shilingi 400 ama awapatie kila mtu shilingi 500. Ukifanya hesabu, huo mkutano ukiisha, kupea tu watu amepeana 250,000 shillings. Lakini mimi ambaye nimepewa shilingi 500, nikienda kwangu nyumbani na hiyo 500 sitaikataa, nimeichukua, ninaona amenipatia ni shilingi 500. Lakini je, sisi kama Wakenya tunakaa chini tukajiuliza ile pesa ambayo huyu mbunge amespend katika hiyo mkutano, na hiyo ni 250,000 shillings, ni ya kupatia wananchi. Amekuja na magari kama 20, 15, magari 10, ameweka mafuta, ako na security, ako na hao watu wote. Tuseme ametumia hata hiyo shilingi milioni 1 tayari. Sasa sisi tujiulize, hii pesa basi kama mshahara wake ni shilingi 800,000, hii pesa inatoka wapi? Na anafanya mkutano huo sio mara moja kwa mwezi, anafanya mara 2 kwa wiki, mara 3 kwa wiki. Je, pesa hizo zinatoka wapi? Ile siku ambayo sisi kama Wakenya wapiga kura tutajiuliza maswali kama hayo, ndio siku ambayo tutabadilisha taifa la Kenya. Jambo la pili, sisi tunafaa tujue hawa viongozi, tukichagua MCA, tukichagua mbunge, kazi yake ni gani? Kazi yake ni gani? Akienda kwenye county assembly anafaa afanye nini? Mimi nimekuwa nyumbani kule Bungoma na nimehudhuria mikutano ya kisiasa ikiendelea. Kwa mara nyingi like 95% ya wale watu ambao wanahudhuria ile mikutano
Hawataki kusikia kitu yoyote, huyu mtu anataka kufanya nini ama amefanya nini. Especially wengi tu wanangojea ile wakati ambayo kila mtu anapewa yake aende nyumbani. Na sasa mimi najiuliza, sisi kama wananchi, kama huo ndio mtindo ambao tunaelekeza, kwa sababu hawa wanasiasa pia hiyo pesa wanatafuta, wanatupatia, lazima watairudisha. Liwe liwalo, lazima tukimpatia nafasi atarudisha pesa yake ambayo ametumia. Atairudisha kwa namna gani? Ndio maana tunapata sasa mambo kama mambo ya ufisadi. Viongozi hawafanyi kazi, wanavunja pesa ya umma kwa mambo kama hayo. Jambo la pili, mimi kama mwananchi wa kawaida na wengine tunaishi leo. Mimi na wewe tunaishi leo. Kwa sababu ile shilingi, ukiangalia kama unahitaji tu shilingi 300, mama anahitaji shilingi 300 peke yake anunue sukuma wakule leo, hiyo hata ikataa hiyo pesa. Lakini mwanasiasa haishi leo. Hata tukipiga kura next year, Paul Kirobi, nataka nikuhakikishie, the political leaders who are going to be elected in 2027, immediately they will think about 2032. They will think about their re-election in 2032. But sisi wananchi tunafikiria leo tu. Tukimaliza leo tunashukuru Mungu, kesho ije. Tuishi kesho. So kuna tofauti kubwa sana katikati ya viongozi, wanasiasa na sisi kama wananchi wa kawaida. Na wananchi wakikataa kuattend mikutano bas ya kisiasa, jambo nzuri na kutamalizika kwa handouts. Ndio nilikuwa nasema jambo nzuri, ndio nilikuwa nataka kusema mara ya mwisho. Sisi kama wananchi, we have hakuna mtu amekushurutisha kuchukua pesa ya mwanasiasa. Na vile ambavyo mwenzangu alisema na vile nimesema, ni ile desperation ambayo tuko nayo. Conscious yako kweli itakwambia yenyewe hii ni kitu mbaya, lakini maisha yako inakwambia nini? Utaacha kuchukua hiyo pesa uende ulale njaa, Paul Kirobi? Halafu ndio itakuwaje? Kwa sababu huyu mwanasiasa hata kufikiria wewe kitu chochote. Jambo la mwisho, na watu wengi hapa wamezungumzia, na mtaniruhusu tu nizungumze kwa sababu sisi ni vijana na lazima tuhusike katika mambo ambayo yataendeza taifa letu mbele. Jana kumekuwa na mkutano pale State House, na kuna watu ambao wamesema hapa viongozi wameitwa kule wa UDA, na hilo si jambo mzuri, na ningependa kukubaliana na nyinyi wale ambao wamesema hivyo, kwa sababu ikulu ya rais ni ikulu ya taifa la Kenya, ambapo wananchi wote wa taifa la Kenya wanastahili wahusishwe pale. Lakini kama wamefanya uamuzi huo wa kuita wananchi wale ambao tuseme wamechaguliwa na wanaunga mkono chama cha UDA, basi tuone ni mpango upi ambao wataita tena wale wengine ambao labda wako kwa upinzani pia waende pale. Lakini tuliweke kando. Nimemsikiza Mheshimiwa Rais jana, na lile jambo ambalo mimi liliniumiza sana kama kijana na ningependa kulisema, na hata rais akipata nafasi anisikize, alisema wametumia shilingi karibu 120 million kufanya uchaguzi wa UDA kule mashinani. Na huo uchaguzi yeye mwenyewe akasema kuna sehemu ambazo watu hawakujitokeza hata kufika 50. Yani watu kwa stations watu walikuwa wanaenda tu kama 30, mtu ameshinda na 25 votes. Na yeye akadirect ya kwamba hizo kura zirudiwe, na akasema close to 80 wataenda kurudia. Lakini mimi najiuliza, sisi kama vijana, then where is our priority? Because kuna kitu kinaitwa National Youth Council, na mimi huwa nazungumzia hili jambo mara kwa mara kwa sababu linaniuma sana. Yeye mwenyewe rais, mwaka ambao tulikuwa na maandamano ya Gen Z, alisema atahakikisha uchaguzi wa National Youth Council umefanyika Kenya mzima. Vijana wachaguane, waingie kwenye National Youth Council, wawakilishe vijana wenzao. Na mwaka ambao umepita mwezi wa 11 pale, kumaanisha rais ana nia njema ama hana nia njema na National Youth? Hana nia njema na National Youth Council. Na nimalizie, walisema ile baraza la mawaziri cabinet wameapprove around 65 million shillings ya kufanya uchaguzi wa National Youth Council. Sasa kama 120 million shillings can be used to conduct a political party elections, then kwa nini tusiwe na rais aamurishe ya kwamba tuwe na 65 million itoke haraka wafanye uchaguzi wa National Youth Council? Pia vijana waweze kupata nafasi ya kuzungumzia mambo yao katika nyanja mbalimbali. Asante sana kwa kauli hiyo. Shiko Muthoni. Hii mjadala ya kusema ati kulifanyika mkutano jana,
hilo ni jambo la kawaida. Hata wao wenye wako kwa opposition bado wanaitana mikutano, wanaenda wanapanga mambo zao. Kwa hivyo hilo sioni ikiwa big issue, like shida iko wapi kuitana mkutano ndio watu waende wakapange mambo zao. Jambo lingine ni hili la na nikiongea about this issue ya handouts, siegemei one term ama two term. Lakini kama kuna watu ambao venye tunaelekea katika msimu wa elections next year, na kama kuna watu watatufail sana ni wananchi tena, kwa sababu wananchi wanafurahia sana kupewa hicho kitu kidogo tu ya kuwaridhisha tu hiyo siku, alafu maisha yao inakuwa ya kuendelea, wanasahau kesho yake. Yule kiongozi mwenye atakuja na pesa mingi, awaite kama mkutano wapatie kila mtu 1,100, huyo ndio wana embrace. Wanasahau kufanya due diligence about huyo mtu, kama ndiye kiongozi mwenye anafaa, kama huyo ndio kiongozi mwenye wataaminia maisha yao, ndio wataaminia masomo, ndio wataaminia healthcare. Hawafanyi hizo mambo hawa wananchi wetu. Lakini after elections wanasahau ile 500 walipewa, wanaanza kuteta sasa ati hatufanyiwi. Lakini hili ndio maanisha tatizo ni mwananchi. Tatizo ni mwananchi, si kiongozi. Kama kiongozi tuseme huyu kiongozi amekuja hana pesa, yeye ako na sera, yeye ako na nia mzuri na wananchi, hawamsikizi huyu kwa sababu wanasikiza wale wako na pesa mingi. Na mimi nina imani kwamba hawa viongozi wadogo wenye hawana pesa, hawa ndio they can make the best leaders, kwa sababu hawa vijana wadogo hawajazoea pesa mingi. Sasa hata wakienda kule, wao haja yao itakuwa kutimiza ahadi zenye waliambilia, na ile mshahara yenye watakuwa wanalipwa hiyo imewatosheleza. Lakini kuna watu wengine husema wenye wamechaguliwa bila pesa ati hao ndio wataenda kuiba zaidi. Lakini wenye wataenda kuiba zaidi ni hawa wenye walikuja na handouts, kwa sababu wataenda pale na mentality ya mimi lazima nijirudishie ile pesa yangu yenye nilitumia ground. Naam. Asante sana kwa kauli hiyo. Kennedy Langat, iwapo wananchi watakosa kuhudhuria mikutano ya siasa, sio mikutano ya kuhusu sera na policy, mikutano ya siasa, kumaanisha swala la handout itapungua? Kukosa kuhudhuria mikutano haitamaanisha kwanza kwamba mambo ya handout itaisha, kwa sababu zile handout zinaanza hata kabla ya mkutano wenyewe. Kwa sababu handout inaanza kupatia wale ambao watamobilize wale ambao watakuja. Handout inapeanwa ili watu waweze kuhudhuria, inaanzia pale kabla ya mkutano ule. So watu kukosa kutokea inaweza fanya hata labda kukawa na handout zaidi sasa ya kuweza kuwa mobilize zaidi ili waweze kutokea. Kwamba ingekuwa kwamba raia wanatokea wenyewe kwenda kusikiza viongozi wao na kwenda kujadili mambo yao, ni public participation. Saa zingine hata raia wenyewe wanaitwa ili kuzungumzia vile pesa zao zitatumika, public participation. Na unapata raia wenyewe hawajatokea, wametokea in very small numbers kwa sababu pesa hazijatolewa, handout haijatolewa ili waweze kuja kwenye public participation. So raia kutotokea kwenye public, kwenye mikutano kama hayo haitafanya pesa kukosa kutolewa ya handout kwa sababu ati hawakutokea. So inaweza ikatumika hata zaidi. Na ningependa kwanza the panelists ambao wako hapa wote naona kwamba ni vijana wenzangu, hatuko umri mkubwa sana. Ningependa kwanza nikosoe sisi kama panel. Tuanzie hapa kabla ya kwenda huko nje kwenda kuhubiri mabadiliko. Inafaa tuanze na sisi hapa. Na kuna jambo ambalo Echesa alisema na kidogo sikukubaliana naye, kwamba anaona ni kama ni viongozi ndio wenye shida. Population yetu Kenya ni more than 55 million. Na viongozi ambao wako elected, MCAs peke yake ndio wanachukua nafasi kubwa kwenye the elective positions. There are more than 1,400. But now when we combine, tuongeze pamoja na senators, tuongeze na MPs, tuongeze na kina nani, they come to about 2,200 and something. 2,000, let's say 3,000. Wacha to assume there are very many elective positions in Kenya. Let's put them, tuweke mpaka ambassadors na kina nani, mpaka board members. Let's put them at 3,000. 3,000 compared to 55 million is negligible. It is not even 1%. It is not even, sidhani kama iko na percentage hapo, itakuwa very negligible. Mwenye ako na calculator anaweza nisaidia ku calculate.
So the moment we do not take responsibility sisi kama raia, and we put the responsibility on less than 3,000 people amongst population yetu, I think tutakuwa na safari ndefu sana tukingojea wale viongozi kubadilisha nchi yetu. In fact ni sisi tunafaa kubadilisha nchi yetu. So when you talk about sisi kuchukua pesa, hata wale wakimwaga pesa kiasi gani, the president atoe pesa kiasi gani, he is only a single person. Hata wote washikane na watoe pesa zao mingi kabisa. Sisi ni wengi kualiko. So the moment we make a decision, sisi kama raia, kwamba we are only going to take this money, ni sawa. Naweza tukachukua pesa. Ukishaweka pesa kwenye mfuko, umenipea bahasha, ni sawa. Nimeiweka hapa. Sasa maswali. Tuendelee na maswali sasa. Umenipa, asante kwa kunipa. Ni kama vile umenipa maji hapa kwenye studio, Bwana Paul. Haimaanishi kwamba opinion yangu ile nilikuja nayo kwenye studio niibadilishe kwa sababu umenipa maji. Correct. Kwa sababu umenipa maji sasa conversation yangu hiyo tofauti, nijaribu kuungana na mjadala wako. So ikiwezekana tushike zile pesa, weka kwenye mfuko, ni sawa, umenipa maji, umenikaribisha, lakini niko na jambo na wewe. Bwana Rais, mimi niko na jambo na wewe, ningependa mambo ya SHA haifanyi kazi, watu wetu wameumia sana, tumekuwa hivi na hivi. So tukiendelea na sisi wenyewe kutoa responsibility kwetu, kwa sababu anasema yule ambaye ako na shida, kwa mfano mtu ambaye ako na shida, labda ni mlevi sana, amekuwa chakari, amekuwa addicted, the first thing ambayo inafaa yeye kufanya ni kukubali kwamba ako na shida. So sisi kama raia inafaa kitu ya kwanza tukubali kwamba sisi ndio wenye responsibility, and then now we can start from there, tujue what do we do. Kwa sababu mara nyingi na tunakosa viongozi wengi kwa sababu ya hiyo kutaka hiyo kitu kidogo kutolewa. So ni raia wanaitisha wazuri. Yes, tunakosa viongozi wazuri kwa sababu ni sisi tunaitisha, ni sisi tunapokea, na shida ni baada ya kupokea, haya basi tumeambiwa tupokee. Kisha pokea, bado itisha haki yako. Ulizia haya, hiyo umenipa, ni sawa, labda ni mshahara yako, lakini sasa wacha tuongelee budget. Wacha tuongelee pesa zile ambazo ulipewa CDF. How do we go about it? Mambo ya viongozi pia kuingia kwenye meetings. Ningependa kutofautiana kidogo na wenzangu ambao mwenzangu ambaye alisema kwamba wale ambao wako kwenye opposition ndio wanafaa kwenda kwa political rallies, na wale ambao wamechaguliwa hawafai kwenda kwenye political rallies. Ningependa kutofautiana hapo kwamba wakati unapokosa kuhudhuria, mimi mwenyewe nitakuwa mgombeaji kwenye kinyang'anyiro 2027, member of parliament Nakuru Town West, na wakati mwingine napigiwa simu, naambiwa kwamba wenzako kuna mkutano iko mahali, na wale ambao wanagombea hicho kiti pia wako pale. So kama ulikuwa na mikutano miwili ambayo zinafanyika at the same time, na kuna ile ambayo wale ambao wanashindana na wewe watakuwa, na kuna ile ambayo hawako, priority itakuwa kukutana na wale wenzako mahali wako, so that wakati wanakulima na wewe unawalima. So haiwezekani ati yule ambaye ako elected akose kwenda kuhudhuria mahali ati kwa sababu ati sasa watu wa opposition ndio wanafaa kwenda. So inakuwa ni jambo ambalo iko open kwa kila mmoja. Kaka hapa alikuwa amesema kwamba iwapo mwanasiasa amekosa kutekeleza ile ambayo aliwaahidi, ndio anafaa kufanya nini? Anafaa kukuwa accountable kwa Makechesa. Asante. Hili swala limechangia namna gani umaskini nchini? Acha kwanza ni mjibu. Unaona, wakati unauza sera auzi your competitor, unauzia wananchi. So the best, eka priority kwa mwananchi first. But ningetaka ku disagree naye kidogo. Amesema kwamba viongozi wetu in total, and I agree, si wengi, ni around 3,000. So which means in less than maybe 2% ama 1% probably. Ama maybe hata tuseme 5% ikienda sana of the total population ya Kenya. But chenye amesahau ndugu yangu hapa ni kwamba au less than 5% ndo the critical decision makers ikifika kwa economy. Mimi ndakuuliza, mwananchi hapa tulikuwa nao 2024. Wakati wananchi wote walikuwa wamesema tukatae finance bill ya 2024 yenye ilipeleka hii nchi pahali tulikuwa tunaenda kuvunjika kama nchi. For the first time Wakenya walisema hatutaki hii finance bill. But the same less than 5% ndio walienda wakati betray parliament. Wakasema kwamba hii finance bill ipite. Utalaumu mwananchi?
Si tulikataa kwa wazi. Na all of us were participating kwa hiyo public participation wakati walileta kwa ground. Mimi hata naweza kumbuka vizuri walikuwa wameweka mpaka kikao Bomas of Kenya. Na sisi kama bunge la mwananchi tulituma representative pale. Tukaenda tukapiga kelele, tukaongea yote, but shida ya viongozi wetu ni gani? Wako na ile kacha kwamba mtadu. Wanaambia wananchi sisi ndio kusema. Ukienda pale parliament, wewe angalia mwananchi unaongeanga huyu anaenda kuwa MP. Maanisha wanaongoza kwa kifua. Wanaongoza kwa kifua because nampatia example anaenda kuwa MP. The closest interaction niko naye kama mimi mwananchi sasa tuseme example wa Nakuru West ni Saiblet tuko naye hapa. The moment ataingia pale parliament, ushaiona ile barrier katikati ya mwananchi na wewe. Kufika ile so which means wewe nikisha kuonea hapa saa hii next nitakuonea view sasa. Nitakuonea TV47 umekaa. Then ukishaingia pale ndani ya pale ofisi nikikuambia by the way umekuja na Nakuru West nakwambia bwana kiongozi wangu hii sheria yenye inaenda kupitishwa pale parliament si agree nayo. Utakuja utusikize, actually it is very ceremonial. Wanakujanga wanatusikiza, then vile amesema tupatiwe hiyo 500 100 ama maji tukunywe, watu wame tumwasikiza. Akishafika parliament sijui ni pepo ama ni nini. Wote wanabadilika wanapitisha. The greatest problem yenye ndasema ni kwamba wananchi hawana shida. Kuna a lot of mistrust kwa viongozi wetu. Na ndasema hivi, usaliti. Sababu ndugu yangu hapa ameongelelea issue ya accountability. Mimi ndasema kitu simple, wakati tunawapigianga kura, do you know kwa hiyo wakati they always put their best foot forward. Wote wanakuanga ni kama malaika. Lakini wakati wanaingia pale, hao ndo wanatubetray. Ndakupatia example ya watu watatu. Kulikuwa na current governor wa Nairobi anaitwa Sakaja. Kulikuwa na current governor wa Siaya anaitwa James Orengo. Kulikuwa na ule governor wa Makueni anaitwa Mtula Kilonzo Jr. When you look at all of them, wote walikuwa kwa ofisi ya Senate. The best debaters we ever had wakati wa period ya before 2022. Walikuwa na debate vizuri issues za wananchi. Wakati walipatiwa uongozi kama magavana, wameimplement any of the issues walikuwa wanatuambia. So utarudi uambie wananchi kwamba wamekosea? Hapana. Unajua ni Mungu pekee anaweza angalia roho ya mtu. Sisi tunaweza angalia historia. So most of them ili swala la umaskini ningependa tujibu kisha niwape nafasi hapa. Imechangia namna gani idadi ya watu maskini kuongezeka nchini? You see, kuna mtu alisema poverty in Kenya it is very artificial. Not because we lack, nikisema artificial inamaanisha kwamba it's not that we lack resources. But viongozi wenye wanaongoza nchi ndio wamemanipulate wakadeprive resources intentionally and deliberately, ndio wananchi wakue kwa katika maisha ya umaskini so that they can manipulate them to their advantage. Na makosa kubwa sana ni huyu dada yetu mwenye amekaa hapa kwamba anasema kwamba it is very normal president kukaa State House na aendelee na swala la kisiasa. Do you know kitu yenye mimi inaniuma ni kwamba amesahau kwamba State House si a private property. State House is not a private property. Ati yeye unaweza sema ni hoteli ya mtu kufanya biashara, you can make this. That is a public property. So since it is a public property, kuna sheria na maadili ya kujiconduct ukiwa State House. Na hiyo sheria ni wananchi na iko kwa constitution. Implement sheria. Sasa ametuletea hii kipindi ya 10 points agenda. By the way, last week on Friday tulikuwa tumewaalika, walikuwa bunge yetu hapa National Bunge, walikuja wote. Na tuliwashambulia sana. Sababu tuliwaambia si nyinyi mnafaa kukuja. Na kitu ya pili, atuongee mambo ya kubadilisha sheria. Hii constitution yetu ya saa hii imeimplementiwa kiwango gani? We need policy makers ndio wakuwa na do hiyo 10 point agenda. Si watu wamewekwa pale wanakula mshahara. Tukwambia mnakula mshahara kwa njia yenye si halali, na kwamba kwa hivyo vile judiciary ilisema kwamba watu wenye walikuwa wamewekwa kama 20 advisors waliwekwa pale illegally. Si tuliwaambia kwa face to face, tukawaambia pia nyinyi mko hapo illegally. Mnakula ushuru ya wananchi illegally. Sababu wale watu wenye wanafaa kufanya hizo issues ni policy makers wenye tumewapatia au ndio represent. Sasa sisi mmeletewa kipindi, mnakula pesa, then dada yetu anatuambia it is very normal. It is very normal kwa rais kuiba pesa ya wananchi. Nyambura ni makosa kubwa sana. So mimi niseme hivi, shida kubwa yenye tuko nayo ni viongozi. Na niambie kiongozi hapa wa Nakuru West, right? Sasa kutuambia maneno ya public participation, maybe kitu watu wenye wako hapa wanaweza ogopa kusema, niulize wakati wa impeachment ya Rigathi Gachagua, mimi nilikuwa hapo kwa public participation. Kwetu Nyandarua watu wenye walitik kuimpeach Gachagua, I think ilikuwa was it one vote? It was one vote. Lakini what was reported, it was contrary. Ati sasa Gachagua kwetu Nyandarua ameimpeachiwa.
Unajua like public participation nowadays imekuwa ceremonial. They actually use the public participation as a cash cow. Wanasema wameconduct public participation na wanatenga pesa yenye ita conduct hiyo public participation and then inakuliwa na hao viongozi. Whereas behind the curtain na Rigathi ameishi kusema hao viongozi wa huo mlengo walikuwa wameitwa kama sasa venye walikuwa wameitwa jana State House, mtu anatoka huko na bahasha, wakitoka hapo wameshaamua. Impeachment ilifanyika kwa indoor meeting, lakini sisi wananchi tunakuja kuletewa public participation, tunaamka tunaenda kuvote yes or no, lakini they don't take any account of what the common mwananchi anataka. So kitu ingine Shiko, kiongozi wa vijana wa Kiambu, kutuambia ati nani amekatazwa ku conduct mikutano State House. Me, I feel like that is an insult to even our intelligence, because tunajua vizuri sana hiyo sio mahali anafaa kuconductia mikutano ya siasa. Hiyo ni mahali anafaa ku address agendas zenye zinahusiana na mwananchi. So hao viongozi wote wenye walikuwa State House jana, hakuna mwanasiasa mwenye alikuwa hapo ati na akaenda nyumbani bila bahasha. We know these things, it's only that watu wanaogopa kuzisema. So kutuambia ati hapo hakuna shida watu kuattend hizo mikutano na nini. Na unajua hiyo pesa yenye hata imagine hata kiongozi, a whole MCA or a whole MP, anaamka asubuhi anajitayarisha anaenda kupewa handout. Na si hiyo handout ndio anakuja anagawia vijana 50-50. Na hiyo pesa ni gani? Hiyo pesa ni yenye wana deprive the health sectors. Sasa kama saa hii unapata kama most of the private hospitals unaenda private, even private hospitals unapata hawataki kutumia SHA kwa sababu ya nini? Wanatibu wagonjwa alafu hiyo pesa wanakuwa bill kwa SHA, lakini wao wakienda kuitisha hiyo pesa hailipwi. Hospitali zina crumble kwa sababu even the suppliers hawalipwi. Saa hii ukipatana even procurement officers wanakwambia tu ukweli, wanajaribu kudanganya suppliers ati watawalipa pesa wawaletee vitu, watu wanakataa because already watu wamekopa. Kuna hospitali ziko na madeni za watu since 2022. So what are you telling us that hatufai kukuwa na shida na handouts? Shida yenye tuko nayo hata sio mwananchi, na pia huyu mwananchi it all comes from watu wanakosa empowerment. Kwa sababu kijana hana kazi, hakuna makazi, si ndio? Sasa mtu akiitua 500 na amelala njaa siku 3, atakosa aje kuendea hiyo 500? Unaona hawa viongozi wanatu deprive the employment, and then sasa kwa sababu wanajua we have to depend on their handouts. But in real sense tunasaidika kama wananchi? Hatusaidiki. Asante sana. Pia mimi ningezidi kukashifu matamshi ya dada yetu, labda aliteleza ulimi hakujua uzito wa hiyo maneno, lakini State House sio jumba la chama chochote cha kisiasa. State House ni mali ya Wakenya wote, na kama ni mkutano waite Wakenya wote State House. Kama ni ya chama wafanye kwa ofisi yao Ngong Road. Si ndio? Iko sawa kulingana na sheria za Kenya. State House inasemekana ni jumba la Wakenya wote. Ndugu yangu Lagata hapa amesema hawa state officers ni wachache sana. Lakini sasa hao ndo wana control kila, hao ndo wako at the center stage. Hao ni kama ndo wako kwa stage. Lazima tuwasikie kila siku jioni. Unasikiza wako kwa TV kila siku jioni. Kazi wanafanya saa ngapi? Ni kutuongelesha. Saa hii paka wameingiza kiburi kwa maongezi. Unaona? Tunakaribia uchaguzi. Unaona paka PS au mawaziri hawafai kukampeni, lakini wanaambiwa hao ndo watakuwa mstari wa mbele kwa kampeni. Shida yetu ni moja. Hiyo back ina stop at the president. Ni yeye ana control kila kitu. The show is being run by one person. Na huyo mtu hata umepata advisors walikuwa hawezi mu-advise. Unaona? Everything must happen the way yenye inakuwa planned kwa boardrooms. Lakini kuna wakati rais alionya viongozi kwamba wasiwe wanaenda kujiuza sera na kujisafisha mbele ya watu badala ya kufanya kazi. Hii ni vipindi retu tunapigwa. Ni mara ngapi hata kama hii tukio imetoka Jumapili kwa kanisa, Gachagua akipigwa tear gas na risasi. Bado wameruka si polisi. Gachagua wako na ushawishi wa kumobilize Land Rover na polisi wakuja wapige tear gas kwa kanisa. So ni serikali mkono unafanya hii na huu unapinga. Serikali yenyewe ijielewi. Unaona? So kila mtu anataka aonekane mzuri, lakini vitendo yake yenyewe inamsaliti. Unaona? Shikilia hapo, acha tarejea naye wakili. Wacha tuvuke maeneo ya Taita Taveta tuungane naye mwandishi wetu Julius Mariki. Kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, Julius, wananchi wa maeneo hayo wanasema nini kuhusiana na mjadala huu hapa studioni? Na tunaelekea maeneo ya Tana River kuungana naye mwandishi wetu Abdul Aziz na Meka
Kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, tujuze kwa kina Abdulaziz. Paul Kirobi na kupata kwa njia iliyo shwari kabisa nikiwa mjini Hola, kaunti ya Tana River, siku ya leo kuweza kuzungumza na wenyeji ama wakazi wa kaunti hii ama eneo hili la Hola kuhusiana na siasa ya Kitundogo. Bila kuchelewesha muda na wakati, tutazungumza tu na baadhi ya wakazi, pengine watuelezee kuhusiana na siasa ya Kitundogo. Karibu sana kuweza kuzungumza na sisi ama kuweza kuzungumza na TV47. Pengine ukiweza kuanza na majina yako. Mimi naitwa John Dadho, mwenyekiti wa mashirika yasiyo ya kiserikali hapa katika gatuzi letu la Tana River. Naam, ningependa kuongea juu ya viongozi wetu kuenda kuhudhuria mikutano ya kisiasa, wale viongozi waliochaguliwa kuhudhuria mikutano ya kisiasa wakati wa siku za kazi. Hiyo ni makosa sana. Kiongozi anahitajika awe amepanga ratiba. Jumatatu anakutana mfano kama MCA au mfano kama governor. Jumatatu akutane na wananchi wa kutoka pande za Madogo, hiyo ni ratiba. Jumanne akutane na viongozi wa kutoka Bura. Jumatano, yani hii ni mfano tu wa ratiba. Jumatano akutane na wananchi wa kutoka Galole. Siku ya Alhamisi akutane na wananchi kutoka, na iwe ni ofisini, si katika residence. Ofisi inahitajika iwe inafanya kazi vilivyo. Kwa hivyo akishapanga ratiba kama hiyo, itakuwa sasa, na si hata governor peke yake, hata viongozi wengine wako na maofisi na ofisi ambazo zimefadhiliwa na serikali, iwe zinafanya kazi vilivyo. Kulingana na vile kuko siku hizo za kukutana na wananchi, ndio siku ambazo wananchi wanakuja kusema maoni yao ya kimaendeleo, maoni yao ya vile rasilimali za serikali zinahitajika kutumika. Sasa kama kiongozi wakati wote atakuwa anakwenda kuhudhuria mikutano ya kisiasa, atapata vipi maoni? Maanake pale mara nyingi yeye peke yake ndo anakuwa anaongea, maoni ya wananchi hayapatikani kwa urahisi. Sasa atapata vipi maoni ya wananchi? Na pia kuna siku ambazo anahitajika kupanga kwenda kukagua miradi ya maendeleo. Akiwa wakati wote yuko katika mikutano ya kisiasa, atakagua vipi miradi ya maendeleo? Haya, mfano member of county assembly MCA anahitajika pia awe anafanya oversight, yani kuangalia rasilimali za wananchi zinatumika namna gani, governor anavyotumia senti. Sasa wakati wote akiwa katika mikutano ya kisiasa, atapata fursa vipi kwenda kuangalia senti zinavyotumika, rasilimali za wananchi zinatumika namna gani? Okay, shukrani sana. Pengine tuweze tu kuongea na kijana mmoja wa eneo hili. Pengine ukiweza kuanza na majina yako, tuelezee pengine, je, mwananchi kupokea kitu kidogo, je, hiyo ni ishara ya ukosefu wa ajira? Kwanza kwa majina, mimi naitwa Dadho Steven Abaye almaarufu Dr. Kanumba. Mimi ni mwenyekiti wa wanabodaboda katika kaunti ya Tana River, na pia mimi ni youth leader katika kaunti hii. Mimi nasema kwamba swala la wananchi kupokea kitu kidogo ni kusababishwa na ukosefu wa ajira. Mimi nasema ya kwamba kwanza hiyo ililetwa na corruption. Wanasiasa walitucorrupt na tabia ya kutuhonga pesa ili kuendeleza miradi yao ama malengo yao. Na mara nyingi ndiyo naweza sema ya kwamba watu demand kupokea kitu kidogo kutoka kwa wanasiasa ni ukosefu wa ajira, kwa sababu only the idle mind ndio mtu anaweza kufikiria kuhongwa bila kufikiria maendeleo. Kwa sababu unapochagua kiongozi ni yule mtu anayefikiria maswala na maslahi ya wananchi. Lakini kwa sababu hatuna kazi, tunaona kuwa kile kitu kidogo ambacho mtu anafaa kutoa ili naye apate, ndio tunaona kina msaada kwetu wakati kinatuangamiza. Kwa hiyo mimi nasema ukosefu wa ajira umesababisha sana wananchi kuomba handouts kuliko kufikiria kuchagua kiongozi anayefaa, kiongozi anayestahili, kiongozi mwenye maadili. Shukrani sana. Pengine tuweze tu kupata na mkazi mwingine tuweze kuzungumza naye. Pengine ukiweza kuanza na majina yako, alafu vile vile utuelezee, je, kupokea kitu kidogo ni kosa la viongozi ama ni kosa la mwananchi ama wananchi? Kwanza kwa majina naitwa Bakari Kombo, ni kijana wa mtaa Hola, Tana River, Galole, Chewan Ward. Kupokea kwa kitu kidogo ama kiongozi kwenda kwa mikutano ya kisiasa, hiyo sio sawa, kwa sababu kwanza raia pande zote sio sawa, kwa sababu
unaweza patikana popote pale kwenda kuchukua kitu kidogo, kwa sababu anakutafuta pale ulipo, kwa sababu akona umuhimu wa kupata yeye, so anakutafuta pale ulipo. Unaweza usiende kwa mkutano, lakini akupate pale wewe ulipo. Hiyo ni kuonesha kuwa yeye akona pale kwa sababu kupata kwake yeye, so anaweza tumia mbinu yote kwenda kukupokeza kitu kidogo. Na raia mwenyewe unaonyesha unyonge wewe mwenyewe, kwa sababu unajikosesha haki mwenyewe, kwa sababu unachukua kitu kidogo kwenda kwa maamuzi ambayo sio sahihi, kuchagua yule kiongozi ambaye si anayetakikana, kuchagua kiongozi ambaye haiko tayari kuhudumia wananchi, kwa sababu kama amekulipa. So hiyo si sahihi. So ina maana inaenda kwa upande wote, pande zote mbili. Sawa sawa, shukran sana Paul Kirobi. Imekuwa ni maoni ama ni kauli mbalimbali kutoka kwa wakazi wa eneo hili ama wakazi wa mjini hapa Hola, wengine wakisema wanasiasa wanafaa wawajibike, na vile vile wanasiasa wanafaa wapewe wazingatie maslahi ya mwananchi, na badala ya kwenda kwa mikutano ya kisiasa siku za ofisi, mwanasiasa anafaa aweze kuhudhuria ofisini ili aweze kusikiza ama aweze kukagua miradi mbalimbali inayotekelezwa katika maeneo anayowakilisha. Sina la ziada kutoka kaunti hii ya Tana River. Paul Kirobi, narudisha kwako studioni. Na asante sana Abdulaziz Namika ukiwa katika kaunti hiyo. Kwa sasa wacha tuvuke maeneo ya Machakos tusikilize wananchi wanasema nini. Mwanambai, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, tujuze kwa kina. Asante sana mwenzangu na kupata vizuri kutoka hapa katika kaunti ya Machakos, ni kwenye mada nzima tunazungumzia hulka za wanasiasa, hasa kutembea kila siku mashinani na vile vile kuweza kutoa pesa kwa wananchi, na pia tabia wananchi kuweza kupokea pesa kutoka kwa wanasiasa. Je, kuna uwezekano kwamba tabia ikafika mwisho, na je imekuwa ikisaidia ama imekuwa vipi? Hapa katika kaunti ya Machakos nazungumza na wananchi ili kuweza kunipasha wao wanahisi vipi katika masuala haya ambayo tunazungumzia siku ya leo, na haya ndio maoni yao. Naweza sema kwamba kuna kitu inaitangwa culture. Hii ni culture imedevelop over time, ya kwamba eti mwananchi akiona mheshimiwa ama akiona mkubwa ama serikali anapatiwa kakitu ama katiwa. Hiyo ni culture ambayo tunahitaji kuiondoa katika fikra za watu na katika fikra za watu. Hata viongozi, kuna viongozi wengine wanaonanga ukienda kuwaambia hata kitu mzuri wanaona kama wanataka msaada. Saa nyingine huwa hatutaki msaada kwa kiongozi, maybe tumsaidie, lakini hiyo mentality, hiyo culture imekuwa. So watu wanahitaji kufunzwa kwamba they are rights, na kiongozi wanahitaji kujua they have to do. We elect them to serve the people and to do it is the people's rights. Kwa hiyo naweza sema hiyo ni kasumba ambayo watu wa Mungu na watu wenye wako roho mzuri wanahitaji kufunza watu ya kwamba si vizuri kuchukua na si vizuri kupeana, ila tu waambie chenye utawafanyia, lakini wasaidie watu kwa dhiki zao kwa njia tofauti, lakini si kuonyesha ni nani ako na pesa, ni nani ako na serikali, ni nani ako na system, ni nani mkubwa. Sasa watu wa siasa tunashangaa watu wanaingia kwa siasa na uwezi, manake wanatoa pesa wapikiwe kula, na daktari, hakuna daktari anakuja anapima mtu kichwa au ni kisuli akisimamia watu. Sasa tutakaje? Hii dunia inakaje? Tunataka mtu ambao ule anatengeneza inji hii yetu, atengeneze vizuri, ajuane na watu vizuri, awapatie chakula vizuri, lakini sio pesa. Kile kizuri ni kutengeneza mtu akitoka kwa utongoi anaonekana kazi ile alifanya. Sasa munatoa pita ya kupigania utongoi, na hiyo hakuna faida munalete. Sikizeni, kila kizuri tusomeze watoto wetu wafuate nayo mikuu yetu kile tunafanya, lakini tukifanya mbaya watu wanatuangalia. Sasa hii maneno ya kutupatia 200 na muleti maendeleo, hakuna kitu mnatupaiti nayo. Hiyo pesa mnatupatia, tuambieni mmetenga milioni 10 ya kutengeneza mahali, lakini kutupatia 200 na hakuna maendeleo. Hii maneno ya wanasiasa kuanzia Monday mpaka Friday ati anatembea huko akitupatia 200 kwa siasa, hiyo haitusaidii. Kwa sababu anafaa awe kazini ile tumemwajiria. Na hii maneno ya wanasiasa alikutembea hapa, ukikutana nao ati anakupatia 200 na amekuibia milioni 1, haina maana.
Yamekuwa ni maoni mseto ya wananchi hapa katika kaunti ya Machakos, wengi wakihisi kwamba si vizuri kwa wanasiasa au viongozi kutoa kitu kidogo kwa wananchi ili kuweza pengine kujipendekeza kwamba pengine kuwafurahisha. Cha mno wanahisi kwamba tufanyie maendeleo, tuletee miradi ya maendeleo, tuletee pesa zifanye maendeleo, itakuwa ni bora zaidi. Mimi ni Nicholas Mbai kwenye studio kwa matangazo zaidi. Na asante sana Mwanambai, ukiwa katika kaunti ya Machakos. Wacha tusikilize wakazi wa kaunti ya Nakuru wanasema nini kuhusiana na mada hii hapa Komavu. Mike Kyalo. Naam, asante sana Kirobi. Ni mfumo ambao uliweza kuanza miaka ya 80 na 90 tangu enzi za aliyekuwa hayati Rais Moi, na umeendelea hadi tunapoingia katika kizazi hiki kipya ambacho nembo yao zaidi ni kumchagua kiongozi aliye na maadili, lakini vile pia changamoto yao ni ukosefu wa ajira, na hivyo basi kwa mara nyingi wameonekana kuvutiwa na vitu hivi vidogo. Na hivyo basi katika jiji la Nakuru nitakuwa naungana na baadhi ya vijana ambao pia ni wakazi na wanawania nyadhifa mbalimbali za uongozi, waweze kuniambia pengine bila kutoa kitu kidogo kampeni zao watazifanikisha vipi. Manake Wakenya wamezoeshwa hili na itakuwa ni ngumu kuweza kufanya kampeni bila hili mbele ya Wakenya. Ukianza na jina lako, pengine wewe unawania uongozi katika jiji hili, umepangia vipi kufanya kampeni zako bila kitu kidogo? Asante sana. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Timothy Mapinda. Mimi ni kiongozi wa vijana katika jiji hili la Nakuru na pia ni mgombeaji wa kiti cha uwakilishi wadi pale mahali ambapo wanaitwa Flamingo. Kwa kweli swala la siasa za kitu kidogo ni siasa ambazo zimesheheni katika nchi yetu. Ni siasa ambazo zimekuwa kwa miongo mingi, na ndiposa sisi kama kizazi kipya tunajaribu kupambana nacho, na ni swala ambalo tunajaribu kupambana nalo kwa kabisa. Kweli ni ngumu, lakini tunajaribu. Kwanza mikakati ambayo tumeweza kuweka ni kuhamasisha umma umuhimu wa kufanya siasa safi bila kutoa kitu kidogo, umuhimu wake, na hata pia zile ambazo tunaita ni dhulma ama vile siasa za kitu kidogo zinaweza kudhuru wananchi. Tunawaambia umuhimu, na pia upande mwingine tunawaelezea hizi siasa za handouts zimetukost mambo mingi. Ukiangalia kwamba taifa la Kenya mahali tulipo, swala la corruption, swala la corruption imekuwa ni swala ngumu sana ambalo limesheheni katika taifa letu, uongozi wetu, kwa sababu kiongozi anapokuja kuwania kiti chochote cha kisiasa, kwanza anakuja na hela, na atakapopita kwa ile kiti yake atataka kurudisha zile hela zake. Pengine alitumia milioni kama tuseme 10 kutafuta kiti chake. Atakapopita katika hiyo kiti, ukumbuke kwamba hatakuwa na ile nia ya kufanyia wananchi kazi. Nia yake ya kwanza itakuwa ni kurejesha hela zake na kurejesha na faida. Kwa hivyo swala kuu ambalo tunazingatia kwa sasa ni swala la kuhamasisha umma. Tunawahamasisha, tunawaeleza, hususan kizazi hiki kipya, kwa sababu sisi tumezaliwa siasa hizo zikiendelea, na sisi ndio tunadhuriwa. Hizo siasa ni sisi zinatudhuru moja kwa moja. Ukiangalia mambo ya ukosefu wa ajira na masuala mengine mengi yanatudhuru sisi kama vijana, ndiposa tumejitolea kama vijana kupambana na swala hilo. Asante sana. Pengine kwa maoni yako, unadhani swala kwa wakati fulani itafikia kuwa siasa zinapigwa bila kupeanwa kwa kitu kidogo? Kabisa, na imani kwamba wakati huo utafika, kwa sababu sisi ni majenerali. Na nitakupa historia fupi kidogo kwa muda mfupi. Ni kwamba ukiangalia wale mababu zetu na baba zetu, vitu ambavyo walikuwa wanapigana navyo ni mambo kama ya uhuru wa kujieleza, na waliweza kupigana wakafaulu, kwa ndiposa sasa hata tuko hapa kuweza kujieleza. Wakakuja wakapigana na mambo ya multi-party democracy, wakatoa section 2A, na ni wakati wetu sasa pia na sisi kuondoa siasa chafu za kitu kidogo, na naimani kwamba tuna uwezo wa kuondoa siasa hizo. Sana. Kwa kifupi tu, pengine vijana, changamoto kubwa ambayo wamesalia nayo sasa ni ukosefu wa ajira, na wengi wao pia hawezi kutokea katika mikutano ya siasa bila kuahidiwa kitu kidogo. Kwa maoni yako, swala hili unalizungumziaje? Thank you very much, members of the media. My name is economist Sami Moraya, Senator aspirant, Nakuru County. One thing about the culture of handouts in this country, I can term it as venomous as venom itself.
Mwanzo kabisa, wakati kiongozi yeyote anakuja kutuomba kura na anakuja na ile handouts ile ya shilingi 50, shilingi 100, hiyo pesa sio kidogo, kwa sababu kwa mfano katika hii kaunti yetu ya Nakuru tuko na jumla ya watu milioni 2. Kwa hivyo ukishapiga hesabu ya 100 times 2 million, hiyo ni pesa mingi sana. Kwa hivyo ambacho tunasema ni ati wakati huu tuko na kizazi kipya. We have a new generation of crop of voters, the young minds. What we are saying is that even if you come across that culture of handouts, what you can say, tell those people we are in a new generation. Sisi kama wazazi wetu, kwa sababu unafika wakati wanasema aje, utakula hiyo pesa lakini utajua ile pande hapo kwa kusema kuwa nitachukua hela lakini nitajua mtu mwafaka wa kumchagua. Wakenya ni watu wa kusahau sana. Pengine unadhani hilo linaweza kuafikiwa, uchukue hela lakini umchague kiongozi bora? Shida ni moja, watu wetu kwa mdomo wanasema tutachukua hela lakini tutapiga kura inavyofaa, lakini wanasahau wakati wanachukua ile pesa wanaenda wanauza roho yao, wanauza hadi damu yao. Kwa hivyo hii mambo ya kusema nitachukua lakini sitapigia aliyenipatia pesa kura, hiyo ni uongo na ni uongo sana. Kwa hivyo tunaweza sema ni the new crop of voters, the younger voters. Now it's upon us to take the matters very serious and vote the leaders who have accountability and leaders who can be trusted. Thank you very much. Kirobi, ndio maoni hayo ya wakazi sawa na vijana ambao ni vijana wa mwamko mpya, na kauli yao wanasema kuwa swala hili la kitu kidogo huenda siku moja likaisha, kama vile wanasiasa wa hapo awali waliweza kuleta miamko mpya tu katika taifa hili la Kenya. Kutoka katika jiji hili wako studio ni Kirobi. Asante sana Mike Kyalo, ukiwa katika kaunti ya Nakuru. Kuna mmoja wa kazi pale anasema kwamba ni uongo kwamba mtu atachukua pesa na akose kumpigia kura. Wakili Wakio, kuna sheria yoyote ambayo inafaa kumzuia mtaalamu yote, professional yote au mwanasiasa kutohusika katika siasa? Sheria ipo. Naam. Lakini sasa ile shida tuko nayo ya sheria za Kenya, naam, ni gray areas. Na ukiangalia sheria za Kenya zimelegislate on almost everything. Kila kitu ambayo ungefikiria kinahitaji sheria, kina sheria. Hata State House yenyewe iko na sheria. Sheria ambayo ina for example inaitwa Presidential and Public Service Remuneration Act, kitu kama hicho. Inasema ya kwamba zile vitu ambazo president anafaa kufanya kutumia State House, ya kwamba kama kuhost hizo high level meetings, kuhost dignitaries, kufanya mikutano ambayo iko related to policy. Kwa hivyo sheria ipo, na sheria ipo kwa ile ambayo unafaa kutumia pesa yako kufanya, na sheria ipo ile ambayo ufai kufanya pesa yako kufanya. Sheria hadi ina define voter bribery ni nini. Lakini sasa shida sio sheria. Shida ni mindset. Na ningetaka tufananishe siasa na kanisa. Na naheshimu wachungaji sana. Wacha kwanza nianze na kusema hivyo, na najua si wachungaji wote wakora. Lakini wale wakora ambao wanapata umati mkubwa sana ama wafuasi wengi, angalia vile wanafanya. Jambo la kwanza, wana influence mindset ya washirika wao. Inakuwa ya kwamba hata ile jambo ambayo sasa, kama sasa ukuje uniambie ninakupatia hiki kifagio ni kitakatifu, ukitumia hiki kifagio kufagia kwako unafagia shida na hakuna vile shida zitakuja. Ama nakupatia haya maji, ukioga na haya maji mpenzi wako hawezi kuacha, atarudi na wewe. Kwa hivyo sasa vile wanasiasa walitufanyia ni hivi tu strategy. Walianza na mindset yetu. Ikakuwa sasa mwananchi mindset yake akiona mwanasiasa anataka tu handout. Na ikakuwa ni kama ni sawa mwanasiasa kutotuletea maendeleo ambayo wanafaa kutuletea. Na iwapo kuna mwanasiasa atatuletea maendeleo kama vile ambavyo Ndindi Nyoro anafanya, badala sisi kama wananchi tuseme hivi ndivyo mwanasiasa anafaa kufanya ama mbunge anafaa kufanya, inakuwa ya kwamba Ndindi Nyoro amejaribu sana, ni kama amefanyia wakazi wa Kiharu favor. Yet it is your right. Tuko na social contract na viongozi wetu watufanyie mambo fulani. Lakini kuna mahali ambapo unaweza sema kisheria, tukirudi kwa swali lako, tunafaa tutafute judicial interpretation ya mambo kama haya. Tuulizane kwa hizi sheria ambazo tuko nazo zenye zinakataza mwanasiasa kufanya hivi.
koti ilete, unaona, ivunje, ilete vipengele very fine details ya kudefine mambo kama haya, sababu hizi gray areas ndo zina exploitiwa na wanasiasa. Kwa sababu sasa kama ukinipatia tuseme about public participation ambayo the panelists walitaja, unapatia kwamba kama hiyo specific ya Bomas ndio wananchi wataitwa, lakini ni wananchi wagani wanakuanga wameitwa? Unaona, hata kupatiwa hii microphone, ule ambaye anapatiwa hiyo microphone ni mtu kama kiongozi wa vijana wa Kiambu, Shigo. Ule ambaye unajua kishika hiyo microphone, mwisho wa hiyo conversation ni 2 term. Lakini mimi ambaye hawajui vizuri niko upande gani, hawajui wakinipatia hiyo microphone nitasema nini na nyimwa microphone. Kwa hivyo mimi niambie mwananchi, hizi zote ni systems zimewekwa. Na sana sana wale viongozi vigogo. Maanisha system itavunjwa namna gani? System itavunjwa na cha kwanza, introduce a new breed of leaders. Sisi ambao tunafikiria tofauti na wengine. Wewe ukikuja uone mtu ambaye anakuja anawaitisha mkutano, anawapatia handouts, anawapatia pesa. And allow me niweke hii disclaimer. Kukua kijana si kumaanisha ati utaleta uongozi mzuri. Kama sasa utaangalia mtu kama Kasmuel, very unfortunate. Kasmuel alikuwa mmoja ambaye alikuwa anaongea very passionately against mambo ambayo tunakataa katika hii system. Lakini sasa hizi amekuwa mwanakwaya. Na si kukuwa mwanakwaya, in fact anaongoza hiyo kwaya. Asante Kirobi. Nadhani mimi huwa nasikiza hawa wanasiasa wote. Manake pia mimi siku moja naomba nitajipata pale kama kiongozi. Wala sio mwanasiasa haswa. Tunabaki dakika 15. Lakini kuna jambo moja nataka kusema ambalo limekuwa likizungumziwa na aliyekuwa naibu wa rais mstahiki Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua alisema anajua ya kwamba wewe kama Mkenya uko na shida na rais wa jamhuri hii pamoja na viongozi wamehakikisha kwamba wewe kama mwananchi lazima ungojee hiyo kitu kidogo, maana wametoa pesa mifukoni wananchi, wameharibu economy, sasa lazima utegemee ile kitu kidogo. Akasema ya kwamba nyinyi kama wananchi, maana mko njaa, enda huo mkutano, kura hiyo pesa, lakini ukikura mchague kiongozi ambaye ana ile manifesto inafaa. Na mimi nasema hilo litatusaidia jambo kwa namna hii. Kama sisi tutakula pesa ya mtu alafu tukose kumchagua, hakuna kiongozi yeyote atawahi peana pesa tena ati anakuja ati kutuhonga. La mwisho nikimaliza, unikubalie niseme hili, maana ni jambo ambalo limetukera sana pia kama vijana katika mambo ya unajua sitapata wakati mwingine, katika mambo ya kuattack watoto na wamama kwa kanisa. Na sisi, maana mimi natoka Nyandarua na rais anakuja kwetu tarehe 7 na walienda pale Mathira pale Othaya waka-attack the former deputy president. Sisi kama vijana wa Nyandarua tumeungana sisi wote, maana kule kwingine kanisa linatupwa tear gas. Sisi kama vijana wa Nyandarua sisi wote tumekubaliana tarehe 7 mwezi wa pili, maana rais anakuja pale ACK Olkarau. Sisi wote tutaenda pale, maana hapo rais ako hawezi tupwa tear gas. Tutaenda kumgoja hapo, tumkaribishe. Asante. Baki cheza. Unajua ndugu yangu ananifurahisha sana. Watanganuzi wanahoji kwamba demokrasia ya Kenya imekuwa, lakini huenda hili swala la siasa ya pesa ikaharibu. Ni kweli siasa ya pesa kweli imeharibu. Kuna mwenzetu ameongelea in terms of issue ya mindset. So the first thing yenye tunafaa kubadilisha ni mindset, both ya wapiga kura na pia ya viongozi. But mimi kidogo hiyo ya kusema tuna introduce a new breed of leaders does not necessarily mean utasolve your issue. Kuna kitu kama bunge la mwananchi tumeamua tukuja nalo, na ni kwamba we need to normalize hii recalling ya viongozi. Kwanza nimesikia watu wengi, hata ndugu yako hapa amesema, wamekuwa kumention hii jina ya the former deputy president Rigathi Gachagua. I will say confidently, he's not the best benchmark ya the kiongozi wenye tunao Kenya. Actually he's the worst, because Rigathi Gachagua na William Ruto ni the same. Rigathi Gachagua angekuwa president pia angetuma tear gas kama William Ruto angekuwa opposition leader. Kumaanisha solution ni gani? Solution ni hii. Solution ni kwamba we need not only to make ikuwe law. Kuna wakati baada ya hii maandamano ya Gen Z ya 2024, watu walianza kusign signature wananchi kurecall viongozi. So hiyo kitu inafaa kuwa protected by the law. Na kama bunge tumeanza kuweka hiyo mkakati, na tukimaliza tutaanza kuipeleka bunge. So we need to normalize recalling of leaders. Hata hiyo impeachment ya governor na president,
tunafaa kuinormalize saa hii. That is the only way to stop hii mambo ya handout. Hata ukienda parliament, the moment MP amekuja tu na akili ya kupeana handout, signature inaanza. Tutoa stop. But ati unaambia wananchi ati muende mtoroke 500. My friend, itakuwa ngumu. So itakuwa ngumu. Ni kurecall tu na kuimpeach, ikuwe normalized. Yes. Kennedy Kiplagat. Yes. Solution kuhusiana na hili swala. Solution number 1 is that kamata kipaza sauti. Okay. Solution number 1, itabidi sisi raia kuchukua responsibility so that tusiwe tunatarajia kwamba kuna viongozi ama kuna watu ambao watatoka mahali ambao watakuja kusuluhisha shida zetu. So number 1 is tuachane na hiyo mambo ya kusema labda tunatarajia viongozi wafanye namna hii, wafanye namna hii. Sisi ambao tunaumia ndio wengi na sisi ndio tuko na hiyo influence. Wale hata ingawaje tunasema wako na resources na labda wanakuwa wametake control ya the systems. But sisi ndio wenye kuwapatia ile control pia, because constitution inatupatia sisi wenyewe ile nguvu kwamba the power iko kwa raia na ni sisi tunachagua tu wale ambao watatuwakilisha. So katika hiyo uwakilishaji, wakati sisi wenyewe tutajitokeza na kusema kwamba hatutaki hii, itakuwa ni mwanzo wa mabadiliko. So sisi wenyewe raia, kitu ya kwanza ni kukubali kwamba responsibility iko kwetu na haiko kwenye viongozi wetu. Na wanapotuletea hizi hongo, inafaa tuchukue hongo, lakini tuwe na msimamo wetu, tujue kwamba ni nini ile ambayo tunataka. Kuna ile kitu ambayo kuna wakati Raila alikuwa ameleta, the late Raila honorable alikuwa ameleta jambo akasema kwamba irreducible minimum. So when we are going to discuss with the political leaders, when we are going to vote, when we are going to political assemblies, inafaa tuko na ile inaitwa irreducible minimums, so that we know that sisi kama wakazi wa, for example, let me talk about Nakuru Town West. Kuna area ambayo kidogo imetelekezwa na the sitting MP na amewachilia some section of the constituency kwa sababu kabila ambayo iko hapo haimsupport na kidogo hafanyi development on that side because of the tribe that is there and the support, he doesn't get support from there. So mimi ningependa kwanza, kitu ya kwanza wakati watu wa hiyo area, niliona juzi wakati kuna jambo ilitokea area hiyo, wachache wakawa wanaitwa wanapewa kitu kidogo. Wana bodaboda wanapewa shilingi 300, wanasema sisi tunapendwa, sisi kutoka region fulani, mimi nimetoka eneo fulani na tunapendwa na tumesaidiwa. So ningependa kitu ya kwanza wakati wanaenda jambo kama hilo, kwa sababu ni jambo la kupewa kitu kidogo. Wakati mtu anaenda jambo kama hilo, irreducible minimum. Enda ukiwa na irreducible minimum. Fika pale sema umenipa shilingi 300, asante. Nimeweka kwenye mfuko. Ni sawa. Tumesema hatutakuwa na maneno kwa sasa, lakini tunataka lazima tufanyiwe maendeleo fulani. 1, 2, 3. Yes. So sisi kama raia tukiwa na irreducible minimum, it is the first step towards kumalizana na mambo ya hiyo ufisadi, mambo ya kitu kidogo, kwa sababu baada ya kuchukua tena ule mheshimiwa atajua kwamba kumbe hata nikiwapa shilingi 300, hata nikiwapa 1000, bado wako na irreducible minimum, bado wanataka maendeleo. Naam, asante sana. Shiko. Imeguziwa na mtetezi na Nyambu hapa ya kwamba kiongozi wao Rigathi Gachagua alisema pesa zikipatikana watu wachukue, lakini juzi tumeona msichana ameendea Nyota Fund wakamchuja kwa group. Kwa nini mlimtoa na kiongozi wenu alisema mkipata pesa mkule? Kitu kingine ni hiyo mambo ameguzia ati kwamba Rigathi alipigwa na tear gas huko Nyeri, lakini it is so evident according to patterns venye zinapelekana vizuri, that was well culminated. Ni kitu ilikuwa imeplaniwa na wenye kuplan ni Rigathi Gachagua na group of his goons walikuwa wameplan hiyo. Kuna nia ya mahakama kuweza kudhibiti matumizi ya fedha katika kampeni? Kampeni, kuna nia ya mahakama kudhibiti matumizi ya fedha ama kuweka sheria ambayo itasaidia? Labda tuseme maybe in future but not now because asante sana. Acha kwake. Kitu ya kwanza ni jibu Shikoni, mwambie huyo msichana mwenye unasema tulitoa kwa group za DCP anaitwa Maureen Kori. Hakutolewa kwa group za DCP kwa sababu ya kuendea Nyota Fund.
Ni vijana wengi sana wenye walipata hiyo Nyota Fund. Lakini ile kitu ilifanya Maureen atolewe kwa group ni kwa sababu after kuchukua hiyo pesa, yeye alikuwa anatafuta fame na alikuwa hadi anatag akina Dennis Itumbe kwa sababu alikuwa anatafuta kazi kwa serikali. So yeye ni wale youths wenye hata shiko tulianzia na yeye DCP. Lakini tunapiga serikali ni the likes of akina Kasmuel. No, truth be told. Kumalizia jambo la mwisho niongeleshe youths. We make up to under 35 years we make up to 75% of the Kenyan population. Mimi vijana kitu yenye naweza waomba for us to conduct a well calculated civic education ya kuambia akina nyanya zetu, akina mama zetu, hata kama mnaletewa handouts, lazima tuende tutoe viongozi wenye hawatuserve vizuri. We can only do that not by going to the streets. We can only do that by kuenda kuchukua kura. So mimi nawaomba hawa viongozi wa youths wenye wako hapa. It is upon you, that is your responsibility. Uende, kazi sio kukuja tu kwa TV kusema serikali haifanyi. Tuende mashinani, tuende tutafute youths wachukue kura ndio tuweze kutoa viongozi wenye hatutaki 2027. That is my only prayer. Naam. Yeah. Boniface. Asante sana. Nikimalizia mimi nashukuru Wakenya sasa ni wajanja, hakuna mjinga Kenya. Kila kitu kinafanyika tunaona na tuko tayari. Nikipenga tunangoja tu na tuingie kwa kiwanja. Jambo la kuambia Wakenya wenzangu vijana sana. Hakikisha tunaanzia hapo mashinani kwa MCA. Tumeona watu, tumejua tabia zao, tumekaa nao, tunawajua, wanatujua. Kuanzia hapo kwa MCA ni kufagia tukiendanga. Paka kwenye aro yetu itasimamia. Sasa hatubagui, hatuchagui, hatutaki kujua. Unaona? Wakati tulikupatia tufanyie kazi, ulifanya? Hapana, ishia. Watu ni wengi wa kuongoza, si lazima wewe ukue kiongozi. Wakenya ni wengi wa kuongoza na laini ni ndefu. Ukishindwa na kazi, ondokea, mwingine asimame na apewe kiti. Nashukuru sana Wakenya wamechanuka na hakuna wajinga. Tushikilie hapo tungoje kipenga. Asante sana. Asante sana kwa kauli hiyo. Na mimi pia nikaweza kutoa kauli yangu ya mwisho na niseme jambo la kitu kidogo tukitaka kulimaliza tutalimaliza tu, na suluhisho itatoka mahali pawili, viongozi na sisi wananchi. Lakini vile tumezungumza sisi wote tumeona ya kwamba ni vigumu sana wale viongozi wabadilishe. Hata tukisema hapa eti wabunge waende kule bunge watengeneze sheria, kusema ukweli ni kwamba wale wabunge ambao tuko nao leo hii katika Kenya hawatabadilisha hiyo sheria. Kama tuliona ile swala la CDF, walikuwa wanasema wabunge hawafai kukimbia na pesa ya CDF, kufanyia siasa, kupea huyu basari, kutopea huyu. Lakini wakaenda wakaiweka katika, wakaipitisha hiyo act ndio ikuwe sheria. So hakuna sheria yoyote ambayo sisi kama wananchi tunaona inafaa iletwe ndio idhibiti mambo ya kitu kidogo wabunge wataipitisha, kwa sababu wao inawafaidi. Hiyo kitu kidogo inawafaidi. Jambo la mwisho, sisi especially kama vijana tunastahili kuwa macho na tunastahili tuamue ya kwamba ni taifa gani la Kenya ambalo tunalitaka. Na huo uamuzi utatuelekeza sisi tushike kura. Leo hii hakuna mtu yeyote ambaye anazungumzia mambo ya voter registration, lakini tukielekea mwaka ambao ulipita kila mtu alikuwa anazungumzia, mpaka wengine wakaanza kusema nyinyi vijana mmekuwa mkipiga hapa kelele na hata hamjiandikishi. Leo hii hakuna mtu anazungumzia. Uchaguzi ni next year. Wakati ambapo uchaguzi utafika, jana nizungumze kwa kiduchu tu, majority leader Kimani Ichung'wah alisema ile finance bill ambayo vijana walijitokeza wakapinga na ikaangushwa, yeye mwenyewe alisema tunashukuru, tunafurahia kwa sababu tuliweza kupitisha 97% ya hiyo finance bill. Baadaye I think in December they passed it. Kwa hivyo sisi kama wananchi tunafaa tukue waangalifu, tukue macho, kwa sababu hata zile vitu ambazo tunafurahia tunasema ya kwamba tumeweza kupigana na hii imefanyika, lazima tukaweze kufuatilizia tuone, je, yale mambo ambayo wananchi tunataka ifanyike inafanywa ama haifanyiki, na tukienda hivyo tutaweza kubadilisha taifa la Kenya. Mwisho kabisa, mimi nataka nimtie motisha ndugu yangu Kennedy na wale wengine wote ambao ni vijana na wamejitokeza wanataka nafasi za uongozi. That is the first step
that we should make for us as young people to change our country. Thank you. Asanteni sana. Asante sana kwa kauli hiyo nzito ambayo umetoa Gilbert Nalwa, na asanteni sana kufika kwenye studio za TV47. Naarifiwa kwamba tumebaki na dakika 2 kufikia hapo. Mtazamaji, mie narudisha shukrani zangu za dhati, na umeweza kusikiliza kwa mapana na marefu kutokana na yale maswala ambayo yamejadiliwa hapa kuhusiana na chaguzi za mwaka 2027, na ni maswala yapi ambayo yanafaa kubadilishwa ndiposa taifa hili liweze kubadilika na viongozi ambao watawasaidia wananchi waweze kuchaguliwa. Kufikia hapo sina la ziada, mie natamatisha mjadala huu. Shukrani za dhati kwa mtazamaji, na asante sana wale wote waliofanikisha kipindi hiki. Tupatane mwendo wa saa 7 kamili. Shukrani.